Habari za mchana, mabibi na mabwana. CSO Week 2025. Naona watu wengi lakini response ina sauti chache sana. Wale kule nyuma, CSO Week 2025. Asante sana. Naomba kuwasalimu tena distinguished guests, partners wa development, colleagues in civil society. Ninawashukuru kufika kwenye hii session na kufika kwa wakati. Najua mara nyingi kwenye session ambazo zinachukua muda mrefu kama hii, siku za mwisho zinakuwa ni hati kupata participants kushiriki muda wote. Lakini it's very encouraging kwamba ukumbi bado umejaa. Asanteni sana kwa kufika. Majina yangu ni Tertula Swai, au you can call me Terry, ni board member wa Foundation for Civil Society. Nimesimama mbele yenu leo and I feel really honored kwa niaba ya Foundation for Civil Society, na role yangu leo hapa ni kuweka tu neno la utangulizi. Moderator wetu wa hii session, Madam Anastasia, ameshatupa highlights kiasi kuhusu session ambayo itafuata. Kwa hiyo nimepewa dakika chache tu za kuweka neno la utangulizi. Na ninataka kusema kwamba tumekusanyika wakati ambao ni muhimu sana kwa mataifa. Dira imeandaliwa na serikali na wadau mbalimbali na iko tayari, na kwa hiyo kusanyika hapa leo sio kudiscuss tu future ya Tanzania tunayoitaka, bali tunakusanyika hapa kwa sababu tunataka kutengeneza hiyo future pamoja, au kuifinyanga pamoja, kuidevelop pamoja. Baada ya kusema hayo, ninaomba tu sasa nitamke kilichoandikwa kwenye hii dira, kwamba hiyo statement yenyewe inasemaje. Sitaki kuwa mtaalamu sana kwa sababu walioisuka hii dira, waliowakilisha Azaki tunao hapa. So I'm being very careful nisije nikachanganya au nikaongeza maneno. So the future that we want, Tanzania tuitakayo 2025, inasemaje hii dira? What are the actual words? And I will read this out. Kwamba tunaitaka Tanzania ambayo ni resilient, inclusive, upper middle income country by 2025, but driven by people, by innovation, and strong governance. So as you can all see, guys, ladies and gentlemen, this is it's a huge dream. Does it scare you? Na watu jamani, hii dream inaonekana inawatisha au mnaiona iko tu vizuri? Yeah? Unakumbuka ule msemo unaosema kwamba if your dream does not scare you, it's not big enough. Kwamba ni huge one. I don't want to say kwamba it is scary, lakini yes, na nafikiri andaa hii ya ujasiri kudream. So kama nilivyosema, lengo hapa ni kuweka tu utangulizi. I would like us to all pause and reflect on the just ending Vision 2025. Manake it's always good kama kabla hujaendea hatua nyingine au mpango mwingine, always ni vizuri kureflect yaliyojiri huko nyuma. So kwa wale ambao I'm sure wengi wetu hapa au sote tuliona na tuliishi na tulishiriki katika implementation ya 2025, nyote mliona mle ndani, na kuna ripoti mbalimbali zimeshaanza kutolewa kuhusu achievements au improvements ambazo zimetokana na hiyo Vision 2025 kwenye sectors tofauti tofauti,
be it agriculture, education, health, manufacturing, tourism, etc. Ajira zilizozalishwa, afya zikaboreka, stunting zikapungua na kadhalika na kadhalika. And so tunatakiwa pia kujipongeza kwa kuwa tumepata achievements nyingi kabisa. Lakini kwenye hizo ripoti inaelezea kwamba kuna maeneo ambayo we fell short. Na sio kitu cha ajabu sana. Na kwa hiyo hii inatupa ari ya kujiuliza maswali mengi. Now that tunaendea kuzindua, nasikia very soon hiyo dira 2050 itazinduliwa. Sasa lakini kama Azaki ningependa tu pause na kureflect na kujiuliza kwamba ni kwa kiasi gani tulichangia mafanikio ya hiyo dira ambayo inaishia mwaka huu. Jamani, tupo Azaki ambazo tulikuwa tunapanga mipango yetu. Kila tulipopanga our annual plans tulihakikisha ziko aligned na mipango iliyokuweko kwenye dira. Je, mipango yetu ilikuwa au program zetu zilikuwa aligned na 5-year development plans na annual plans? Hello? Mimi nachokoza tu, ndio role iliyopewa hapa leo. Kwa hiyo kabla tujaendea huko tunakoenda, ni vizuri tukareflect on all that. Na kwa wale ambao walishiriki, ninaamini kuna Azaki ambazo ziko hapa ni more than 20 years old, nyingine ni changa. This is a good opportunity ya kujifunza kwa zile ambazo ndio zinaibukia. Sasa tujiulize basi swali la pili kwamba how do we feel? Tumeona Vision 2025 ilivyotekelezwa, tumesikia kilichokuwa achieved, tumesikia where we fell short. How do we feel kama CSOs? Do we still feel relevant? Tunasikilizana jamani? Kwa hiyo ndo maswali ya kujiuliza hayo. Na to what extent tunajisikia kwamba bado tuko relevant kwenye jamii ambayo tunawakilisha na priorities na needs za constituencies ambazo tunaziwakilisha na tunaziserve. Na baada ya kusema hayo, nilitaka tuangazie kidogo kwamba baada ya kuona yaliyojiri kwenye 25 vision ambayo ndio inamalizikia sasa, what are we planning to do differently this time around? Now that we are going to have a new vision launched soon, ni kitu gani ambacho tunategemea kama asasi kufanya tofauti? Na ningependa tu nisome haraka maeneo ambayo manake tunaambiwa kwamba ni jinsi gani tunaenda kujiweka kimkakati. Kwa hiyo ningependa tu kugusia maeneo machache ambayo tunaposema tunaenda kujiweka kimkakati kama CSOs na kufanya mambo tofauti ni yapi. La kwanza ni kuelewa roles na functions za CSOs. Najua sisi ni CSOs, tumekuwa tukifanya mambo mbalimbali, tumetengeneza programs, tumefanya vizuri, sehemu nyingine tumepoa kidogo. Lakini kama presenters waliotoa mada in the past 2-3 days walitupitisha roles mbalimbali, nyingine ni ile traditional roles, but pia we heard about the evolving roles. Kwa hiyo ni la kwanza ambalo tutahitaji kujiweka kimkakati zaidi kwamba a lot is changing in the economy katika landscape ambayo tuna operate. So kuna mambo ambayo yatakuwa yanabadilika kwenye roles na functions za na kama hatuzijui tutafanyaje tuzijue, au tutajijengeaje capacity ili tuweze kuevolve na kuadapt na hayo mabadiliko. Eneo la pili ni understanding of the political context in which we operate. We have a very good example hata hapa nyumbani kwamba lazima tuwe makini, lazima tuwe waelewa wa the political context ili tusikwame, ili tuweze kufanikiwa katika malengo yetu. We have to know when we have sensitive times, sensitive issues, and how to strategically engage na taasisi husika
na tuweze kuengage effectively. Tunahitaji kukutana na decision makers, tunahitaji kuengage na policy makers. How do we do that in such a way that we make progress, we don't fail, we get their support and cooperation? Eneo lingine ni sasa baada ya kuyajua yote hayo, kudevelop effective strategies kwa ajili ya kuachieve objectives zetu. Eneo lingine ni swala la collaboration na partnerships. Presenters waliopita siku 2-3 waliangazia eneo hili na wakaweka msisitizo sana. Kwa hiyo who we collaborate with and who we partner with and why is very key. Kuna CSOs nyingine au like-minded CSOs, we have government agencies and private sector as well. Kwa hiyo tuwe makini kwenye how we are going to partner and collaborate this time around. Lakini pia katika eneo ambalo tuliona hata presenters waliopita walizungumzia ni swala zima la capacity building na strengthening. Kwamba tuna azaki nyingi sana, maybe registered officials zinaweza zikawa 10,000 na zaidi, lakini nyingi ziko dhaifu, zina madhaifu fulani, nyingine zinaenda vizuri. So we really need to strengthen capacity. Kwa hiyo ni eneo la kuangazia tunavyoenda kwenye mjadala unaokuja. Eneo lingine ni la monitoring na evaluation. Kuwa makini sana kwenye monitoring ili tuweze kufanya hivyo, kuhakikisha kwamba malengo yaliyopangwa we are on track. Mwisho kwenye haya maeneo ni swala la communication na outreach. Na hili hapa tumefeli kwa kiasi fulani, kwa sababu practically unakuta kwamba asasi nyingi zinafanya mambo mengi makubwa mazuri, lakini we need to effectively communicate our work. Kwa nini? Ili kwamba whether ni serikali, whether ni partners wote wale ambao tunafanya nao, tuweze kupata support yao, hata wale wananchi ambao wahudumia au constituencies ambazo tunafanya nazo kazi, tupate support yao. Lakini pia tuna swala ambalo limekuwa ni changamoto sana la kumobilize resources, na kama tulivyosikia the other day kwamba you need to demonstrate what you have done, you need to demonstrate the impact you are making so that people can trust you and support you and therefore support you kwenye kumobilize resources. Kwa hiyo ninaposema kwamba what do we think we will want to do differently this time around to be more strategic, hayo ninafikiri ni maeneo ambayo tunahitaji kuyaangazia zaidi. Lakini tunasema kwamba hii vision au hii dira or the future we want haitakamilishwa au haitajengwa kwa kuweka tu miundombinu na kwamba tuna wawekezaji, serikali inawekeza au wawekezaji from outside. Hapana. Kuna mambo ya msingi sana ambayo ni pertinent for the achievement of this vision. Na haya ni kama ifuatavyo. Tunahitaji kuwa na citizens ambao ni active. Jana nilifurahishwa sana, nilikuwa kwenye kipindi cha Niambie by BBC Media Action. Nilijifunza kitu kimoja jana kuhusu tofauti ya raia na wananchi. Wangapi hapa, by show of hands, wangapi mnajua tofauti ya raia na wananchi? Hebu tuweke mikono juu. Mlikosa. Jana tulielimishwa habari ya tofauti ya raia na wananchi, kwamba raia anafuatilia issues kwenye space aliyoko, kwenye jamii aliyopo, anakuwa active, ana take action, ana mobilize action ifanyike. Mwananchi anakuepo tu, yupo, anadai haki, lakini yeye hafanyi wajibu wowote. Kwa hiyo tunasema kwamba pertinent to this vision ni kuwa na active citizens. Lazima awe ni mtu ambaye anaweza kutake action, anajitambua, a strong sense of identity, anajitambua values zake, hatetereki, pia kuwa na swala zima la shared accountability. Kila ambaye yuko involved kwenye kutekeleza hii dira, whether ni government, whether ni private sector, wananchi, raia, kila mtu awe na stake kwenye kukamilisha au kupata mafanikio. Na hapa ndio bali tunasema kwamba civil society organization iko uniquely positioned. Kuna mambo ambayo sio serikali itaenda kufanya au nani, na especially swala zima la kupaza sauti, amplifying the voices of those often left behind, kwa mfano the marginalized group,
ni muhimu wakaweza kusikika kupitia CSOs, bridging communities and institutions, na pia kuhakikisha kwamba development is not rapid but it's just and it is inclusive. Kwa hiyo tuwe makini kama Azaki, tusijikute tuna role tu ya tunangojea mambo yakishatokea tunakuwa reactive. Tuwe makini, tuweze kuwa proactive. We make sure that we scan the environment very carefully, constantly, to anticipate issues, to anticipate challenges, to anticipate opportunities, and take the necessary action in time. So to avoid mambo ya firefighting, kwa hiyo jukumu letu kubwa liwe ni lead, shape na kutembea alongside hizi transformations ambazo zitatokea kitaifa. Na baada ya kusema hayo, moderator wetu wa leo alituambia habari ya jinsi ambavyo CSOs au Azaki zilipewa heshima ya kushiriki kwenye drafting ya hii vision. Na ningependa sasa nirudishe kwa Taji kwa ajili ya kuwaleta mbele wale ambao tuko Azaki nyingi sana, lakini kuna representatives ambao wametuheshimisha, wameshiriki kwenye drafting ya hii vision mpaka ikafikia hapa ilipo, and we are proud of them. So before I close, I would like to invite Taji to bring forward our esteemed team of Task Force Vision 2025. Super kabisa. Kwanza tukupigie makofi mengi sana. Asante kwa kutupitisha. Hayo sio makofi ya kutosha, angalau tumpashie kidogo. 2025 CSO Week. Okay, vema kabisa. Naomba tuwashangilie wafuatao. Naomba wapige picha mkae tayari, na hizi ni video na vile vile ni still pictures. Tayari tutakuwa na picha moja kubwa hapo mbele. Hata kama hayupo hapa, lakini pongezi zetu zipo kwenye makofi yetu. Mwenyekiti Lucas Kithiasi, naomba tupige makofi tafadhali. Pia Deus was unable to be here with us leo, lakini tupige makofi mengi sana. Anastasia Marando, tafadhali mengi sana. Huyo anaelekea Rumao. Israel Ilunde, naomba tupige makofi tafadhali kwao. Na from FCS Gabriel Chilimo, pige makofi kwake. Edna Chilimo, where is there you are, please, going up. We'd want you up tafadhali. Na mkiwa mmejipanga hivyo, sijui ni wapandishe kwenye ngazi tafadhali, angalau ngazi moja. Alafu namuona mwenyekiti yuko hapa na sisi na Justice na ya Rais, tafadhali. Mama CPA Mama Mercy, Justice, naomba msonge mbele nanyi tukiwapigia makofi mpate picha ya pamoja. Tafadhali naomba ujumuike na tafadhali. Angalau wao wamepata picha ya kwanza, na nitaomba uende mwisho jiunge na rais. Tupashe. Naomba nisikie ukumbi mzima unapasha. Paka nisikie kama vile harufu kidogo hivi.
kamoto kanataka kujitokeza. Are you ready wana? So, are we happy na kazi iliyofanywa na wanakamati? Uwakilishi wao. See week 2025. Super kabisa, tunawashukuru sana. Asante sana. Mimi nalirudisha hili sasa kwako, Dana Anastasia. Na hongera sana kwa kuwa mwakilishi mmoja bora kati ya hao ambao tumewapongeza hapa. Asante Taji, na I need to hitimisha. Okay, vema kabisa. Now utapass over to So, yes, please. Kwa kuhitimisha, ladies and gentlemen, I just want to say that to all CSOs, all partners, and change makers in this room, the Vision 2050 is not just a government document. It is a shared responsibility, and this also implies collective accountability. So I would urge everyone here, na wale ambao tumewaacha huko hawakuweza kushiriki mwaka huu, let's organize better. Let's keep showing up, collaborating meaningfully, and holding space for the citizen-led process. And most important, keep in mind that the future belongs to the organized. Naomba turudie hapa. Nikisema the future, mnasema belongs to the organized. The future belongs to the organized. The future belongs to the organized. Asante sana. Asante, nasi tunakushukuru sana, tunakushusha kwa makofi. Sinseta, mabibi na bwana, Tertula Swai, a board member FCS. Karibu. And taratibu. And the mic is passing over kwako. Over back to you, again. Anastasia. Take it away, our moderator. Thank you so much. Taji, umetushangaza, umetusurprise, si hatukujua tunaitwa huku. Ndio mambo mazuri haya. Haya bwana, hakikuwepo hicho kipande, hatukujua. Najua wote wameshangaa, wangedondoka wenzangu. Hawajazoea spotlight za kupongezwa. Wao wanajua kujitolea tu. Asanteni sana kwa kututambua, tumejisikia vizuri. Actually hatukutarajia, hata msingetutambua bado tungeona vema. Kwa hiyo asanteni sana sana sana. Ni kweli kazi ilikuwa kubwa, tulivunja Christmas zetu na tulianza hii kazi tangu mapema kabisa mwanzoni mwa mwaka, na tunaendelea na itakamilika vizuri, na ninajua tutaendelea kushirikishana pamoja. Asante sana. Basi naomba, kwa kuwa nimeambiwa wengi pia hawajawahi kuiona hiyo document ya dira, basi tutamuomba Nuru asogee pale mbele atufanyie wasilisho fupi sana la kutuonesha tu ule mwongozo wa dira, tuweze kuona ukoje, tuweze kujua sekta za kipaumbele, na wakati anaendelea kuwasilisha, tafadhali na wewe unajiangalia kwenye hizo sekta ili uone fursa ulizonazo wewe binafsi, lakini pia taasisi yako. Kwa hiyo karibu sana Nuru, uweze kutupitisha tuweze kuiona hiyo dira. Karibu sana. Studio, naomba mtusaidie kuweka kuproject presentation yake. Karibu sana, nafikiri unaweza ukatumia pale na pana microphone. Karibu. Asante sana Dana Anastasia. Habari za mchana ndugu zangu. Wakubwa shikamoni. Asante sana Mama Teli kwa ufunguzi huo, umetuchechemua. Mimi nimechukua moja tu, ile ya CSO, we lead, we shape, and we do what? We transform. Nadhani wakati moderator wetu dada Anastasia anatoa introduction kidogo ilikuwaje, na unaweza kuiona hiyo kabisa. CSO, we lead, we shape and we transform kupitia hii dira, na tutakubaliana wote kwamba katika uandaaji wa dira 2050 umekuwa wa tofauti sana, tofauti na dira zilizopita. Kwa nimepewa dakika chache, sitaongea sana kwenye hilo. Nitaenda moja kwa moja kuwapitisha kwenye muundo wa dira ukoje, lakini vile vile tunao mpango elekezi wa katika utekelezaji wa hiyo dira 2050, na sisi
kama wanazaki tuone nafasi yetu ikoje. Basi kwa kwanza kujitambulisha, mimi naitwa Nuru Maro na nafanya kazi na Tanzania Rural Development Forum, ni jukwaa la maendeleo vijijini, na katika kuangalia hayo maendeleo tukaona ni muhimu sana tunapofika 2050 siwe na umaskini ulio ambao umekithiri kule vijijini. Lazima tuitengeneze dira yetu ili tuweze kufikiria Tanzania ile ambayo sisi wote tunaiota kila siku, ambao ni nchi nzuri ambayo inaleta ustawi wa kila mtu. Basi kwa kuanza, sijui nitapata point tafadhali studio. Yes. Yeah, nadhani hapo unaona vizuri. Mimi kama moja ya kikosi kazi ambao tumekuja hapo mbele, nilipata nafasi hii adhimu ya kuandaa dira ya maendeleo ya taifa 2050, lakini vile vile tumeshiriki kwa sehemu kubwa sana katika kuandaa mpango elekezi wa muda mrefu ili tuweze kuhakikisha yale ambayo tumeweka kwenye dira tunaweza kuyafikia. Na nadhani huko kutoka tunaona vizuri kwa kuangalia muundo huu. Tumejitahidi kuweka kwa Kiswahili kwa sababu tunasema lugha ya Kiswahili ndio lugha mama na ndio lugha ya Afrika, ili tusiweze kumwacha mtu nyuma. Tunachotaka kukifikia, tunataka kuwa taifa jumuishi lenye ustawi, haki, linalojitegemea. Lakini tuweze kufikia dira hiyo ambayo tunaiona hapo juu, tuwe na taifa lenye ustawi, haki, linalojitegemea. Muundo wetu wa dira umejengwa na nguzo kuu 3 chini pale kama unavyoziona, ambayo kuna uchumi imara, jumuishi na shindani. Lakini vile vile ukiacha hiyo, kuna uwezo wa watu na maendeleo ya jamii, kwa sababu tunaamini katika kuyafikia hayo yote lazima watu tuwe na uwezo. Ndio maana sasa hivi ukienda huko chini tutaenda kuangalia sehemu kubwa sana kwa nini wana Tanzania tunakuwa tunashindwa hata kukompiti kwenye soko la kidunia. Ni kwa sababu saa zingine uwezo wa watu unakuwa hauleti ushindani, lakini hivyo ndio vitakavyopelekea maendeleo ya jamii. Lakini pamoja na hayo, nguzo nyingine ya kuifikia dira yetu hapo juu ilikuwa ni uhifadhi wa mazingira na umilivu wa mabadiliko ya tabia nchi. Kama tunavyoona sasa hivi swala la mazingira it's an economic issue, it's a political issue, it is a social issue, ni kila kitu, na lazima hivyo vitu vyote viende pamoja. Lakini pamoja na hayo, katika hizo nguzo kuna sekta za kimageuzi ambazo tutaenda kuangalia huko chini, na pamoja na hizo sekta za kimageuzi kuna vichocheo ambavyo lazima vichochee sasa sekta hizo tuweze kuleta mageuzi ya kiuchumi tunayoyategemea, na tutaenda kuona huko chini. Lakini vyote hivyo katikati hapo havitawezekana. Hebu tusemeni havitawezekana. Havitawezekana kama utawala, amani, usalama na utulivu wa nchi yetu hautakuwa sawa. Hello? Are you following? Yes. Hiyo nadhani nimeigusia juu kuhusu uchumi imara, shindani na maendeleo ya jamii kama nguzo, ambao uchumi imara utategemea pia uwezo wa watu, maendeleo ya jamii, na vile pamoja na hayo umuhimu wa mazingira. Sitairudia kwa sababu ya muda. Yes, katika dira yetu hii kuna malengo makubwa 4. Mseto, tunataka uchumi ambao ni mseto, stamilivu, wa kipato cha kati, ngazi ya juu. Tukisema stahimilivu tunamaanisha ni ule ambao tutaweza kuwa imara pamoja na mitikisiko ya kiuchumi. Pale ambapo kunakuwa na mabadiliko ya kiuchumi duniani, tusiweze kuteteleka, bado taifa letu liweze kuwa imara katika uchumi. Pamoja na
Lakini lengo lingine ni maisha bora na ustawi wa Tanzania. Imekuwa muhimu sana na sisi kama wanazaki tuliona ni muhimu kila Mtanzania aishi maisha ambayo ni bora, aifurahie nchi yake, lakini vile vile tusilete maendeleo katika sehemu moja tu. Kwa mfano tunaboresha sana mijini na tunakuwa tunaacha kuwekeza mijini na vijijini, lakini tusahau makundi maalum kama watu wenye ulemavu, wanawake, vijana, wazee, ili kila Mtanzania aweze kustawi katika nchi hii. Lengo lingine vile kwa ni usimamizi wa mazingira, ambao tumeona hii ni muhimu sana kwa maendeleo ya kila nchi sasa hivi kidigitali, ambapo tunaona umahiri wa kidigitali na ubunifu kwa ushindani. Na nilifurahia sana pale nilivyoona vijana kwenye wakati dada Ana anaweka maswali yake pale, nadhani maswali ya kidigitali yameonekana sana na vijana. Tunyoshani mikono vijana. Lengo letu hilo na lazima tulibebe. Lazima tunapofika 2050 tutumie opportunities zote ambazo zipo za kidigitali ili tuweze kufikia malengo yetu. Pamoja na hayo, sasa malengo hayo yana misingi mikuu 6 ambayo sisi kama Azaki lazima tuiangalie vizuri, ambao ni amani, usalama na utawala bora. Lakini msingi wa pili ni wajibikaji na haki za binadamu, na tumeona kabisa watu wengi wameonyesha katika maswali yetu ya awali, wajibikaji ni muhimu sana ili kuweze kuafikia hayo. Lakini kuna usawa wa kijinsia wa mama oe, vijana, yes. Na niseme tu kwamba wanazaki walichangia sehemu kubwa sana katika kuboresha lile dira kwenye misingi hii, hasa kwenye wa kijinsia, masuala mengine. Lakini vile kuna kujitegemea na uzalendo, na Tanzania itajengwa na sisi wa Tanzania. Hakuna mtu atakayetoka huko akaja kuijenga Tanzania. Ni sisi wa Tanzania inabidi tuijenge, na hawa wa Tanzania ni sisi hapa wanazaki, wananchi wa kule chini, ambao inatakiwa tuwatengenezea mazingira ya kujitegemea wenyewe na kushusha dependence ratio iliyoko Tanzania. Lakini pamoja na misingi hiyo, kuna msingi wa ustahimilivu wa kiuchumi na kijamii. Lazima tusiteteleke kiuchumi na kijamii jamani. Lakini pamoja na hao vile kuna maadili na tamaduni, ambao hivi vyote vinaongoza katika maendeleo endelevu. Sasa katika hiyo misingi tuliyoiona na malengo tuliyoyaona, kuna vichocheo vya hao mageuzi. Tunasema bila vichocheo hivi na hizi tunaziita ni kama sekta za kimageuzi, hatutaweza kufikia hawa. Ambao ya kwanza ni usafirishaji fungamanishi, tunaita integrated logistics. Tukiangalia Tanzania kijiografia ilipokaa, imejiposition yenyewe tuko vizuri sana. Tunao bahari ya Hindi, lakini vile tukiona tumepakana na nchi nane ambazo zinatutegemea sisi, zinategemea bandari zetu, na vile tukiona sasa hivi tunajenga reli ya kati, tunaendelea kuboresha miundombinu kama usafirishaji wa anga, na ni muhimu sana kuwekeza hapo ili tuweze kuleta mapinduzi ya kiuchumi, tuweze sisi kuwa na suppliers katika nchi hizi za jirani, na tuweze kuchochea kukua kwa uchumi wetu. Lakini kuna umuhimu wa sayansi, teknolojia na ubunifu. Tunaona dunia inaenda kasi sana, na kama sisi kama wanazaki tusipowekeza hapo, basi tutakuwa nyuma. Lazima tuwekeze hapo, na hiyo inaendana moja kwa moja na mageuzi ya kidigitali. Tunaona sasa hivi hata biashara nyingi watu wanauza online kuliko watu wana maduka, lakini lazima ujitangaze online, na watu wengi tunaagiza vitu tu online vinaletwa. Lakini kuna utafiti kwa maendeleo. Tukiangalia Tanzania hapa tuko nyuma kidogo kitafiti, tuko nyuma sana, na mara nyingi unakuta tunafanya maamuzi kwa kutumia tafiti za watu wengine. Kwa hiyo lazima tuwekeze katika utafiti, ili kusudi utafiti katika masuala yote ya kijamii, ya kiuchumi, ya kisiasa, ili tuweze kufanya maamuzi ambao tunasema ni informed decision, kutokana na
information tulizozipata kutokana na tafiti, na tusitumie taarifa za watu wengine kufanya maamuzi yetu wenyewe. Kwa hiyo sisi kama wanazaki tuangalie pia hiyo sehemu kama kichocheo cha kufanya maamuzi. Lakini kuna swala zima za nishati endelevu ambao tunaona ni kipaumbele kabisa katika nchi yetu, na yenyewe limezingatiwa kwa ukubwa sana. Kwa sasa ukiangalia dira hii, nadhani hatutaweza kupitia sana, tukipata muda tutaenda kuona. Hizo ni baadhi ya malengo ambayo yaliwekwa. Kama mwaka 2050 tunataka pato letu la taifa liwe dola trilioni 1, kipato cha mtu kiwe dola 8,000, umaskini uliokithiri tutokomeze ambao sasa hivi ni 26%, umri wa kuishi uongezeke kwenda miaka 75, ajira za staha zifike angalau 50% kutoka 30, lakini vile vile kwenye elimu ya juu angalau tufikia 25% kwa watu wazima, vipo vya watoto kutokomezwa kabisa, uzalishaji wa chakula Tanzania kwa ghala la chakula Afrika ambapo hii tunaendelea kuiweka vizuri sana, na umeme kwa kila mtu angalau tufikie kilowatts 1000 inapofika 2050. Sasa huo ulikuwa ni kwa kifupi tu dira jinsi inavyo muundo wa dira jinsi ulivyo na vipaumbele vyake. Lakini dira ili iweze kutekeleza tulishiriki vile katika kuandaa mpango elekezo wa muda mrefu ambao yani ni long term perspective plan, ambao hii sasa ni mpango elekezo unaonyesha nyenzo za utekelezaji wa dira 2050 ili kuhakikisha Tanzania inafika uchumi wa kati ngazi ya juu ifikapo mwaka 2050. Na hii hapa inaongozwa na mpango elekezi yani LTPP kama mwamvuli, lakini chini yake LTPP sasa inakuwa imegawanyika katika mipango midogo midogo ya miaka 5 katika hiyo miaka 25, ambao hizi nadhani wengi hapa tumekuwa tukishiriki katika kuandaa mipango hii, hizi 5 years development plans. Lakini baada ya chini ya 5 years development plan, chini yake kuna sera, kuna taasisi ambazo zinasimamia utekelezaji wa hayo malengo, lakini kuna sheria zinazoenda kuimarisha utekelezaji. Tukumbuke kwamba mpango huu wa utekelezaji unavyotoka tayari unaenda kuelekeza mageuzi katika sekta mbalimbali, na hapa kuna sekta kama 45 ambazo zimeainishwa katika mpango huu elekezi, na ili ziweze kuendana na dira sasa lazima kuna reforms zinatakiwa zifanywe ambao ni za kisera, za kisheria, zikilenga kuyafikia yale malengo ambayo yako kule juu. Kwa hiyo nao tuitafakari nafasi yetu iko wapi. Lakini baada ya hapo sasa huwa chini yake itaenda kuna budget ambazo zinatoka za mwaka mmoja ambazo sisi wote tunatakiwa tushiriki, lakini kuna swala zima mwishoni la ufuatiliaji, tathmini na uwajibikaji, kwamba tuna mpango kama hatutakuwa na ufuatiliaji mzuri, tathmini na uwajibikaji, huo mpango unabaki tu kama ni ndoto, hauwezi kuwa hizi. Kwa hiyo huu ndio mpango elekezi wa muda mrefu jinsi ulivyoundwa, na niwaombe wote tupate nafasi ya kupitia na tuambie tujiposition. Sio tufanyeje? Tuziposition, tuone tunakaa wapi kwa ajili ili tuweze kufikia malengo yetu ya dira 2050. Sasa kama wanazaki baada ya kupitia kuona vipaumbele kule kwenye dira na malengo, lakini tunaona muundo wa mpango elekezi jinsi ulivyo, fursa za ushiriki wa zaki ziko wapi, na watangulizi wangu waligusia kidogo, lakini tukianza hapo sisi tumeona ni muhimu sana kuangalia mipango ya utekelezaji wa sekta. Dira hii sio ya serikali, ni ya kwetu sisi wote kama wananchi, wanazaki, private sector, mwananchi wa kawaida, kila mtu ambaye ni Mtanzania, na lazima tuibebe wote. Kwa kama wanazaki tunaona ni muhimu sana kushiriki katika mipango ya utekelezaji wa sekta, iwe elimu, masuala ya jinsia, vijana, uwekezaji na vitu vingine. Kwa mfano tangu tunaanza CSO wiki tumekuwa tukiona
comments nyingi sana kutoka kwa vijana kuhusu ukosefu wa ajira, lakini tuangalie sisi kama wanazaki nafasi yetu iko wapi. Kwa mfano, tukiangalia Tanzania tuna resources nyingi sana. Ukiangalia kwa mfano kwenye raw material tuna graphite, tuna nickel, huko vijijini ambao ni malighafi ambao kila kiwanda hapa duniani kinategemea hivyo vitu, lakini tumekuwa tunauza zile raw material kwa grade ya chini kabisa. Sisi kama vijana tunajiposition vipi kuishauri serikali, lakini kuhusika katika mipango mikakati ya utekelezaji ili tuweze kuwekeza viwanda huko, tusiweze kusafirisha zile malighafi katika tuweze kuongeza ile value chain na kuajiri vijana wengi huko vijijini kabisa waweze kupata ajira. Kwa tuangalie mifano kama hiyo, tunajiposition vipi. Lakini hiyo ni moja tu na mingine ipo mingi, kila mtu katika nafasi yake, iwe kwenye elimu, ile kwenye livelihood na vitu vingine. Lakini kuna swala zima la ufuatiliaji na tathmini. Tunajua kwamba mpango huu serikali itaenda kutekeleza. Sisi kama wanazaki tunayo, yani it's our responsibility kufanya ufuatiliaji na tathmini ili tuweze kuishauri serikali katika mwenendo wa utekelezaji. Lakini tushiriki, sio kushiriki tu kwamba we were there, hapana, lakini making a meaningful participation. Na lazima, na nilimsikia Mama Tei pia alizungumza swala la kumove kutoka kwenye ile kutiki viboksi tuende kwenye transformation. Lakini maoni yetu pia ni muhimu sana kwenye ya kisera na kitaalamu, na mfano mzuri tutachukulia tu katika katika uandaji wa dira hii. Wangapi waliona ile draft ya kwanza ya dira kabisa? Tuipata kusoma bahati nzuri sijui bado hii draft ya mwisho haijawekwa online, lakini kama ukipitia utaona kuna maboresho makubwa sana ambao mpaka Azaki imeweza kuwa recognize. Utaona masuala ya ujumuishi yalivyozingatiwa, na hii ni kwa sababu sisi kama wanazaki tulichukua hatua ya kutoa maoni yetu na utaalamu, na tukaacha shughuli zetu tulizokuwa tunazifanya, tukaacha kwenda sikukuu tangu ile Disemba mpaka miezi kama 3-4, tukaone hebu twende tutengeneze dira yetu ambayo itatuongoza kufikia maono yetu ya dira 2050. Kwa hiyo ni muhimu sana. Lakini kuna utekelezaji wa wadau wengi, ushiriki katika utekelezaji na serikali. Tusiache tu kufuatilia, lakini lazima na sisi tushiriki. Nitoe mfano tu. Kwa mfano kama sasa hivi moja changamoto ambao Tanzania inapambana nayo ni deni la kitaifa. Na wote tuna utaalamu, wanazaki tunao uelewa na utaalamu juu ya masuala ya uchumi, na tunaona kabisa, tunawashukuru wadau wetu wa maendeleo, wamekuwa chachu ya mabadiliko mengi kwenye jinsia, demokrasia na utawala bora. Lakini tukiangalia kwa mfano deni la taifa, hakuna usawa katika utawala katika Umoja wa Mataifa. Tukiangalia World Bank, IFM na vitu vingine, tunaona nchi za Kiafrika zinakandamizwa. Nafasi yetu iko wapi kama wanazaki tunaposhiriki katika mikutano hiyo ya kimataifa? Kama sasa hivi kuna mkutano Financing for Development kule Sevilla, lakini kuna High Protocol Forum inakuja New York, kuna the World Social Summit, kuna COP30 inakuja, kuna G20. Nafasi yetu iko wapi kuitetea nchi yetu ili kusudi tuweze kuvunja mifumo ambayo ni kandamizi, ambayo inatufanya sisi tunakopa madeni kwa reti kubwa, wakati hizi nchi zilizoendelea ndio zinatuletea mambo ya usawa. Tusimwache watu wengine nyuma, masuala ya democratic governance. Tunataka hiyo mifumo ya huko mbele iwe hizo rules zianzie huko. Nafasi yetu katika uchechemuzi iko wapi? Kwa sababu hili sio swala la serikali tu, ni sisi wote, na hakuna mtu ataenda kuibadilisha Tanzania, ni sisi wanazaki. Tuangalie vile huko tunashirikiana vipi na wadau. Kwa mfano nafurahi namuona pale dada Viveka kutoka SIDA, tunataka abebe agenda zetu like cancellation of unfair dates. We want justice kwenye international financial architectures. We need democracy UN.
Angalia vitu vyote tunawashiriki, wanashiriki vipi, kwa sababu tukiangalia kwa mfano kwa mfano tunawekeza kwenye jenda, kwenye ukuaji wa uchumi, lakini kama tukiweza kutoa huo ukandamizaji ambao huko ambao hata viongozi wetu wanashindwa kufanya maamuzi kwa sababu hawana hizo nguvu za kiuchumi, tutakuwa tumewasaidia. Tuanze kutatua changamoto ambazo ziko huko juu zaidi. Sasa pamoja na hayo yote, kila mtu kwa nafasi yake atakuwa anajitafakari anaingia wapi na naenda vipi, anashiriki vipi na anawajibika vipi kuifikia dira 2050. Wanazaki tujitafakari pia hivi hatari za kutoshirikiana. Ukisema tu mimi ni mwanazaki, tunaangalia yani Mama Tera alisema tusisubiri vitu vikishatokea ndio tuseme, lazima tuwe proactive. Tukikaa tukasubiri vitu vya hatari ni nini? Ni kwamba mfumo wa utekelezaji unaweza yani utekelezaji utaisha na sisi bila uwepo wala ushiriki wa jamii. Kwa jamii inakuwa imeachwa nyuma, umaskini unaendelea, kunakuwa na gap, tunaendelea kukandamizwa, hakuna haki, hakuna usawa, vyote hivyo vitakuwepo. Lakini kama tukiamua kushiriki, basi tunaenda kuwekeza katika haki za kijamii na uwajibikaji zitakuwa zinalindwa. Na hii ni yetu sote, tujitafakari. Wenzangu watakuja kuchambua katika maeneo tofauti ya dira ambao watazungumza zaidi kwamba nafasi yetu wanazaki iko wapi, lakini kwa kifupi huo ndio muundo wa dira na mpango elekezi wa dira. Mimi niseme tu kwamba dira bila utekelezaji inabaki ni ndoto, na hii ni wajibu wetu sisi kama wazaki kuhakikisha tunaenda kutekeleza dira 2050 kwa matokeo makubwa. Tunaenda kumaliza umaskini uliokithiri, tunaenda kuijenga Tanzania ambayo ni ndoto ya kila mtu, na tunaenda kuondoa kule vijijini, kuhakikisha kila mtu katika nchi kuanzia vijijini, mijini na kokote anafurahia rasilimali za nchi hii kwa usawa, na tunajenga Tanzania ambayo tunajivunia, ambayo ni mfano kwa nchi zingine za Afrika. Asanteni. Anastasia, nikurudishie mic yako. Asante. Asante sana. Makofi mengi kwa Nuru, makofi mengi kwake, makofi kwa kijana, amewakilisha vijana. Asante sana Nuru, asante kwa kazi yako njema ya kutupitisha kwenye muundo wa dira. Najua umemuinspire kila mmoja sasa amejiona kwamba ana nafasi na fursa kwenye utekelezaji wa dira 2050. Wakati nawaomba vijana mtusaidie kurudisha viti hapa, niwaombe panelist pia waweze kusogea. Ya panelist wangu naomba msogee. Nuru, nitakurudisha hapa. Ilunde na kusihi uje hapa. Gabriel, naomba uje hapa pia. Naomba tuwapigie makofi wakati wanasogea, lakini pia niombe msaada wa kurudisha siti pale. Niseme tu kwa kusisitiza ya kwamba jamani, fursa tunazo nyingi. Sekta za kipaumbele ni takriban 9, na ninaona azaki zote hapa. Kila ukiangalia azaki zilizoko hapa maeneo ambayo mnafanyia kazi, ninayaona kabisa yamejikita, yani yamesheheni kwenye zile sekta za kipaumbele. Kwa hiyo kazi kwetu wana azaki. Tunasubiri viti viwekwe hapo, lakini wakati wanaendelea kutupangia viti, Ilunde, nataka nikuulize swali. Utaendelea kujibu hapa wakati viti vinawekwa. Takwimu za NBS zinasema 75% ya Watanzania wana umri chini ya miaka 35. Na katika hao 41% ya Watanzania wana umri wa chini ya miaka 15. Hiyo inaonyesha wengi wetu ni wachache sana. Wenye umri juu ya miaka 35 tunazidi kupungua. Tunakuwa endangered species. Sasa nataka uniambie, dira imewataja vijana sana. Long term perspective plan imewataja pia vijana na inawatambua vya kutosha. Lakini tukiangalia mifumo yetu, sera, sheria na namna ya mambo yanavyokwenda nchini Tanzania, vijana wanabaki nyuma sana, wanatolewa sana nje ya ulingo. Hebu tuambie matumaini yaliyopo kwenye hii dira ambayo Nuru ametuambia hapa. Vijana wana nafasi gani katika hayo? Karibu sana. Asante sana. Jamani, habari za saizi? Mimi naitwa Ilunde Israel, jina langu hilo pale la mwisho. Mimi ni mtu wa makamo, shakuwa nimepita ujana. Lakini vijana bado wananituma nafanya kazi kwenye asasi ya maendeleo ya vijana, na pia ndio mwenyekiti wa
Policy Forum, mtandao wa NGOs. Ni kweli kizazi kilichopo kwa sasa hivi Tanzania ama population ni population ya watu wachanga, kizazi, young people, kuanzia watoto mpaka vijana wa miaka 35 ni 75%. Hii ina maana kwamba inatakiwa vijana wawepo kwenye mipango, wawepo kwenye maamuzi, wawepo kwenye utekelezaji, watathimini mafanikio, washangilie ama walaumu tulicho fail. Kwa hiyo katika dira hii ambayo tunaizungumza sasa hivi, tulilazimisha sana kuhakikisha kwamba vijana wanasomeka, asasi za kiraia zinasomeka. Kwa kazi iliyopo sasa hivi vijana ni kutafsiri fursa zilizoko ndani ya dira na kuchukua hatua. Usisubiri kufanikishwa, jipange kufanikiwa. Asante sana. Asante sana. Ilunde, tafadhali panda uketi pale. Vijana wamekusikia. Jamani, naomba maswali haya ambayo nawauliza panelist wangu hapa na ninyi pia mtayajibu. Maana nitawauliza swali moja moja and then tutakuja kwenu tuweze kupata maswali yenu au michango yenu au maoni yenu. Na uzuri tuko live streamed, kwa hiyo kila utakachokisema angalau kitawekwa kwenye kumbukumbu ili kiweze kukumbukwa baadaye. Asante sana Ilunde kwa kujibu vizuri kuhusu vijana. Kama wananyongeza watatuambia baadaye. Kaka yangu Gabriel, wewe ni mtaalamu wa masuala ya fedha, mbobevu kabisa, lakini pia ni kijana. Natamani utuambie, unaona fursa gani ya Zaki tuko nayo kwenye masuala ya uimarishaji wa taasisi, lakini pia kwenye masuala ya uendelevu, ya masuala ya sustainability when it comes kwenye utekelezaji wa hii dira? Tunajiposition vipi na una yapi ya kutuambia? Karibu. Asante sana dada Anastasia. Kwa majina naitwa Gabriel Bundala, kama ambavyo nimetambulishwa, ni Head of Finance and Operations the Foundation for Civil Society, lakini pia nina lead sustainability agenda katika Foundation for Civil Society. Na kama alivyonitambulisha ni mtaalamu wa fedha, lakini mtaalamu wa mambo ya sustainability, na kikubwa katika kitu ambacho tunakifikiria kwenye sustainability, na tukiangalia siku ya jana tulipresent kuhusiana na kuunganisha lugha wanayotumia private sector na sisi kazi tunazozifanya kama civil society organization. Sasa nijikite moja kwa moja katika swali. Tunapozungumzia fursa zilizopo katika hii dira ya 2050 na sisi kama asasi za kiraia, na nashukuru sana pointi nyingi zimeshaongelewa sana, kuanzia na Mama Terry pamoja na dada yangu hapa Nuru amezungumza kitu cha msingi sana. Tunajiposition vipi kama asasi za kiraia, kama Azaki, katika kuwa kipaumbele na kuwa mbele katika hii swala la dira. Sasa dira ya 2050 imezungumzia sana swala la mindset transformation, mapinduzi ya kifikra. Na tukijiangalia sisi kama asasi za kiraia tupo katika forefront, tupo katika nafasi ya kipekee ya kuweza kutransform na kubadilisha mindset ya Watanzania katika misingi yote ambayo imezungumziwa katika dira. Tukumbuke sisi ndo tuko na uwezo mkubwa wa vitu kama storytelling, kuweza kutengeneza graphics ama picha ama lugha ya picha ya Tanzania ambayo tuna expect kuwa nayo 2050. Sasa labda kwenye upande wa sustainability, tumeona pila ya 3 ya msingi katika dira ya mambo ya climate change, na dada Nuru hapa amezungumza mwanzoni pale kitu cha msingi sana kuhusiana sisi tunajiposition vipi kimataifa, na kuna vitu kama COP30 ambayo inakuja. Tumefikiriaje sisi kama taifa, sisi kama Azaki, kujiweka katika nafasi ya kuitetea taifa letu? Kwa sababu tukiongelea masuala ya climate change, kuna wale wanaochafua dunia yetu kuliko sisi. Tunaongelea zile industrialized nations kama China, kama US, ambazo ukiangalia kiwango chao cha carbon ni kikubwa kuliko sisi kwa kiwango kubwa. Sasa tumejiposition vipi kuweza kutap hizo resources, kuweza kutap hizo fadhila, yani waturudishie fadhila kwa sababu wanachafua dunia kuliko sisi. Lakini pia sisi tujiposition, na dira imezungumzia hilo, tujiposition kama sustainable nation, to lead, tuongoze katika upande wa sustainability, tuongoze katika upande wa kutunza mazingira. Na labda niwaulize swali, wangapi tunajua kwamba tuna kitu kinaitwa NDC, Nationally Determined Contribution ya kitaifa, kutokana na Paris Agreement? Nimeona mikono kadhaa. Kwa
hivyo ni vitu ambavyo kama asasi za kiraia tunapaswa tuwe at the forefront kuzijua kwamba kumbe kama taifa tuna vitu ambavyo ni nationally determined contribution ambayo sisi kama Azaki tunapaswa kuwa at the forefront kutetea taifa, lakini kuhakikisha tunakuwa kipaumbele katika masuala ya utunzaji wa mazingira, lakini kutap hizo resources, na hapo mbele nitazungumzia zaidi katika kuintegrate na kuchukua na kuwa na mindset ya tofauti, haswa katika kupokea ufadhili mwingine, sio tu kwa donors lakini hata kwa private sector. Asante sana, asante sana. Labda hapo unaweza ukazungumzia kuhusiana na ushiriki wa private sector sasa. Tufanyeje? Maana unajua zamani watu walikuwa wakisikia CSO wanadhani ni NGOs tu. Lakini sasa hivi watu wameanza kuwa na uelewa mpana kwamba private sector pia ni wadau wa Azaki. Sasa hebu naomba uzungumzie hapo ni kwa namna gani tunaweza kuimarisha zaidi institutions zetu kama asasi za kiraia kuweza kufanya kazi kwa pamoja zaidi na private sector. Yes, kabisa. Na ukifuatilia private sector nyingi sasa hivi zinaingia kwenye kazi za asasi za kiraia. Kwa hiyo ni sawa kabisa kuwajumuisha kama ni sehemu kubwa ya maendeleo. Na ukifuatilia makampuni makubwa ya private sector almost yote yana foundations ambao lengo lake ni kugusia katika maeneo yetu. Lakini msingi mzima na mtazamo wa kifikra kwenye hili swala la maendeleo ya watu, hawawezi private sector kufanya maendeleo na kutimiza ule wajibu wao kimsingi bila kutuhusisha sisi asasi za kiraia, kwa sababu wale wanaweza kawa ni wataalamu wa biashara, wa benki, labda biashara tofauti za telecoms, lakini sisi ndo wataalamu kwa wananchi. Sisi ndo tupo kwenye grassroots, sisi ndo tunaelewa changamoto zilizopo on the grassroots, na tuna uwezo wa kutafiti na uwezo wa kujua namna gani ya kuvitatua. Hivyo basi kuna umuhimu mkubwa wa ushirikiano wa kimaendeleo, kwamba hakuna maendeleo, na hilo ni jambo ambalo tumelisikia tangu mwanzo wa CSO Week 2025 katika theme yetu ya Pathways to Progress, kwamba kila mmoja anahitajika kushikana mkono katika kufikia maendeleo. Hivyo kama civil society organizations kama Azaki tunapaswa kuwa mstari wa mbele katika kukamata hiyo fursa na kutap hizo resources ambazo zinaweza zikawa zina flow through the private sector. Na tunaona mashirika ya kimataifa kama World Bank mengi yanapitisha pia fedha kupitia the private sector. We can tap those resources na kuhakikisha kwamba tunaweza kutimiza na kufikia yale malengo. Lakini cha pili kwa kikubwa ni kwamba kuanzia mwaka huu na hata mwakani haswa kuna hizi ESG standards ambazo private sectors zinahitaji kuzicomply. BOT imeissue recently ndani ya miezi michache iliyopita guideline ya kureport on sustainability related risk and opportunities. Lakini ukifuatilia standards nyingi za kimataifa, mfano GRI na kadhalika, utajikuta kwamba private sector wanahitaji sasa kureport kwenye haya mambo ya sustainability. Na kwa hiyo sisi kama Azaki tuna nafasi ya kutumia hiyo fursa sasa kuingiza zile activities na reporting mandate yale majukumu ambayo tunaweza kuliko wao, na hivyo tunakuwa wote wa. Asante sana. Ilunde, mpango wa utekelezaji ni miaka 25 ambayo imegawanyika kwenye miaka mitano. Na tangu tumeanza wiki hii ya Azaki, tangu Jumatatu tukiwa hapa, session nyingi sana zimekuwa zikisisitiza umuhimu wa asasi za kiraia kuwa na mikakati ya muda mrefu na endelevu. Na nakumbuka hata session mojawapo ambayo iliongozwa na Tuwaweza ambayo ilikuwa inasema strategy clarity as a compass during the challenging times. Sasa tunafanyaje wanaazaki kuwa na clarity kwenye strategy zetu, lakini pia kuwa na mipango ya muda mrefu, maana walio wengi kwa kweli kama unavyoelewa tena mipango mikakati yetu ni ya muda mfupi, lakini pia ni ile mipango inasikilizia, yani inasikilizia upepo unaendaje. Sasa hebu tuambie, hii basi inayoenda kwa kasi namna hii, sijui ni SGR, isije kutuacha miaka 25 ijayo. Tufanyeje ili tuweze kuwa na strategy clarity kwenye taasisi zetu? Tafadhali karibu. Asante sana. Nakushukuru sana Anastasia kwa moderation yako nzuri. Lakini pia niwashukuru wasikilizaji na washiriki leo. Mimi nafikiri kwamba nchi imeamua miaka 25 ijayo tutakuwa na taifa ambalo halitakuwa kama lilivyo leo. Ukumbi huu una vijana ambao miaka 25 ijayo na wenyewe watakuwa wameanza kuitwa, kama sio mtu wa makamo atakuwa babu. Kweli kabisa. Lakini kitu muhimu hapa ni kwamba tuna mashirika, asasi ambazo
zingine zimekuwa zikiishi kwa kubahatisha, mipango ya muda mfupi, labda ikitokea mfadhili ametangaza fedha, na vitu kama hivi vinafanya tusiwe sustainable katika utekelezaji. Kwa kuwa tutakuwa na dira ya miaka 25, mipango ya miaka mitano, basi ni vizuri na sisi kama asasi za kiraia tuandae strategic plans ama mipango ya miaka 5 kwa kila asasi. Sio kwa sababu kuna fedha mahali, lakini kwa sababu wakikuona, wanakuona umejipanga, ndio wanaanza kutafuta kushirikiana na wewe. Sio wewe uanze kutafuta kushirikiana na wao kwa sababu tayari wana mipango iko tayari. Kwa hiyo ni wakati mzuri sasa kuchukulia hii dira kama ni framework. Lakini kuna kitu kinaitwa kuji-align, maana uendane na mpango mkuu wa nchi na sera za kitaifa. Ukipanga nje ya mfumo wa sera wa nchi na ukapanga nje ya dira hii ambayo tunaizungumza, uwezekano mdogo sana wa kupata support, kwa sababu wengi watakuwa wanaji-align, hata wenye hela wataji-align kwenye huu mpango. Kwa hiyo na wewe uhakikishe kwamba unaji-align, kwa maana uendane na utaratibu ambao umewekwa kwenye dira, lakini pia kwenye mpango elekezi wa muda mrefu ambao unaitwa long term perspective plan. Asante sana. Asante sana. Nuru, naomba nimalize kwako kabla sijaje kwenye audience. Kumekuwa na manunguniko mengi sana kwa Watanzania juu ya upotevu wa rasilimali. Wote tunafahamu kwamba tuna rasilimali nyingi sana na ni matajiri kweli kweli. Hata wakati unawasilisha hapo umetuambia vile ambavyo tumebarikiwa kwa kuwa tu geographically located kwenye huko tuliko. Lakini upotevu wa rasilimali imekuwa ni kilio cha watu wengi na maumivu, na wengine na wakatisha tamaa kuweza kuendelea kushiriki kwenye gurudumu la maendeleo. Lakini natamani utuambie kama asasi za kiraia tufanye nini ili tuweze kushiriki kikamilifu kwenye kudhibiti upotevu wa rasilimali. Hebu ichore taswira, funga macho yako kwanza Nuru. Mwaka 2050, miaka 25 ijayo, teknolojia, big data, masuala yote ya artificial intelligence na kila kitu, tunawezaje kudhibiti upotevu wa rasilimali ili tupate motisha ya kuendelea kushiriki kwenye utekelezaji wa dira ya maendeleo? Karibu. Asante sana da Anastasia. Unajua wakati unaniambia nifumbe macho, nikawa naiona Tanzania, naona mlima Kilimanjaro, naona madini, almasi, tanzanite, gold, nikaona misitu, nikaona vijana wengi ila wana masikitiko. Kwa nikajiuliza hivi ni kwa nini sisi wa Tanzania ni maskini? Pamoja na vitu vyote hivyo, kwa nini sisi ni maskini? Nikaiona ardhi nzuri, kenda Mbeya pakijani, panapendeza. Lakini kwa nini sisi ni maskini? Tunapata majibu moja kwa moja, na ukiangalia hata katika tathmini ya dira 2025 na utangulizi wa dira 2050, kinachosababisha sisi wa Tanzania tunaendelea kuwa maskini, cha kwanza ni poor resource management at a country level, lakini vile vile kuna injustices ambazo sasa hizo zinawekwa na wale mataifa yenye nguvu. Juzi kulikuwa na session hapa ya Man and Power, who has the power, ambapo unakuta hatuna nguvu ya kufurukuta. Yani sisi siku zote we are the food, people are eating us, we don't sit around those tables. Na tuseme tu Anazaki tunavyosema CSO 2025 CSO 2025 those pathway to progress, ni wakati sasa wa kuchukua hatua kwa uhakikisha tunaenda sisi kama tunachukua hatua stahiki kabisa kwa ajili ya kuondoa hiyo mianya yote ambayo inapelekea resources zetu zinapotea, lakini vile vile watu wetu wanaenda kupata shida, wamama wanaenda kupata shida huko hospitali, vijana hawana ajira. Kivipi? Cha kwanza lazima tuwekeze kwenye tafiti ili tuweze kufanya informed decisions, na hata tunapofanya advocacy tufanye advocacy ambayo ni evidence based. Tumekuwa na utaratibu wa Tanzania, yani nikitaka kuandika kitu sasa hivi naenda na Google inakuja ripoti ya World Bank, IMF, Action Aid. Sisi wa Tanzania tuko wapi? CSO tuko wapi? Tufanye tafiti ili tuweze kuainisha hayo mambo. Mfano ndugu zangu, tukiangalia deni letu la taifa sasa tunajua budget yetu ni shilingi ngapi inaenda kulipa deni la taifa. Ni zaidi ya 32%. Hiyo budget ingeenda kuwekeza huko kwenye labda extractive industries ikaajiri vijana wangapi? Ingeenda kuwekeza huko
kwenye tuseme sijui huko kwenye Kolu huko ikajijili vijana huko kusini huko, tukapunguza rural urban mobility. Lakini hatuwezi kwa sababu tunalipa deni. Na kwa nini hilo deni ni kubwa? Ni kwa sababu kuna structures ambazo sisi kama nchi hatuwezi kutoka hapo. Mfano sisi tukikopa sasa hivi rate zetu zinakuwa ni kubwa sana tofauti na mataifa yaliyoendelea. Kwa tufanye research ili tuweze kufanya hizo data, na hizo data tuzitumie kufanya advocacy. Hawa wadau wa maendeleo wanaokuja tuwaambie, nyie mnatupenda, mnapenda kutetea watoto wa Tanzania, mnapenda vijana wa Tanzania, mnaleta pesa za climate, lakini hizi ndizo data. Angalieni hizi injustice. Dada yetu Viveka juzi alituonyesha jinsi ambapo ambavyo kuna gepu kubwa, ili tuweze kuadresi hizo hayo matatizo ambayo ni ya juu huko. Nitoe mfano tu, mwaka 2021 wakati wa COVID, World Bank ilitoa dola bilioni 650 kwa ajili ya kusaidia nchi ambazo ni maskini. Katika hizo dola 650 ni dola bilioni 33 tu, sawa na 5% zilikuja katika nchi 54 za Afrika. Lakini ukiangalia sehemu kubwa ilienda, kwa mfano kama Marekani peke yake ilipata dola bilioni 133. Unaona kabisa, yani na sisi hapa je, sisi wote hapa tunajua hicho kitu? Hapana. Tukienda kwa kwenye mikutano ya kimataifa, yani tunapeleka hizi hoja ili tuweze kuona hayo hizo kwa mfano we advocate for hiyo inclusion, fairness. Je, tunapeleka hizo hoja ili tuweze kutatua hizo changamoto ili tusiendelee kukandamizwa? Hapana. Kwa tufanye research, tusiwe wavivu. Lakini kitu kingine, tuweze kutoa elimu ili kusudi tumesema pale tunahitaji watu ambao wana ujuzi na maarifa, ndipo watakapoweza kuleta mapinduzi katika uchumi wetu. Nimeshukuru sana Gabriel, umezungumzia swala la financing. Ni kweli Afrika nzima sisi emission it's less than 30%, but we are suffering disproportionately kutoka kwenye landslide, hayo drought, manini. Lakini kuna sasa hivi kwenye climate financing, ukiangalia commitment ambazo zinafanyika katika COPs, it's less than 5% ambayo inaifikia Afrika. Katika advocacy yetu tunaleta hizo issues, wadau wetu wa maendeleo tunapeleka hizo issues, kwa sababu hizi pesa zinazokuja kwetu inakuwa ni petty cash, ni kama mtoto hivi unalambishwa pipi afu. Lakini kama tukiweza kufight hiyo mianya na sisi tukaweza kumanage resources zetu vile inavyotakiwa, Tanzania tutasonga mbele. Lakini kitu kingine ni kwenye kuhamasisha katika uwekezaji, tuweze tumeona pale tuna role kwenye policy influence, lakini katika utekelezaji, ndugu zangu, tuhamasishe katika hizo sekta za kimageuzi, tuweze kuwa na uwekezaji wenye kuleta tija. Hivi viwanda vinavyokuja hapa, kwa mfano tuangalie viwanda vingi ambavyo kwa around Dar es Salaam Pwani, unakuta viwanda kuanzia director mpaka chini ni Mchina. CSO tuko wapi? Twende tupiganie mali zetu, sababu ya kuwaita wawekezaji kuwakaribisha wawekezaji ni sisi tuweza kujifunza teknolojia. Tupiganie hivi vitu, kuwa na policy ambapo director akiwa Mchina au Mjerumani, basi anayefuata awe Mtanzania, ili siku akiondoka tayari tuna hayo maarifa. Lakini unakuta mpaka mbeba mzigo ni Mchina. CSO tupo. Hello? Tupo. Are you following? Sasa katika utekelezaji wa dira 2025, hayo ni mambo machache tu ambayo inabidi tujitafakari na tuone tunaenda vipi kuitengeneza Tanzania ile ambayo sisi wote tunaiota huko kichwani kwetu. Tusilalamike tu, tufanye kazi pia. Asante sana Nuru. Asante jamani, nashukuru. Sasa narudi kwenu jamani. Tunahitaji muweze kutujibu maswali yafuatayo. Dira mmeiona, muundo ilivyo mmeiona. Je, mko tayari kuitekeleza? Kama wewe, kama taasisi yako, mmejipangaje kuanzia leo, kesho na miaka 25 ijayo? Na kama haujajipanga au huoni kama utaweza kujipanga, nini kinakuzuia? Natamani tupate mikono michache ya watu ambao wako tayari kuzungumza. Naomba pia nipate msaada wa kuzungusha microphone, ziko nyingi hapa, tafadhali njoo mchukue. Kijana naomba tusaidie kupeleka microphone tuweze kupata michango hiyo. Nitatazama. Okay, nianzie hapa. Kuna mkono hapa? Bado wanajitafakari. Okay, ule pale mkono umenyoshwa muda mrefu sana, naomba apewe. Kwanza amevaa shati kama naenda mahakamani leo, alafu ni wakili. Hebu mpe haraka.
kilio, nasikia anapokuchoma. Ameniona tangu akiwa amekaa pale, lakini hataki kunipa nafasi. Nashukuru sana dada Anastasia kwa kuendesha mjadala mzuri sana. Nimewasikiliza wanajopo, wamezungumza vizuri. Mimi naitwa Deo Bwire, natokea LHRC. Wameongoza vizuri kabisa mjadala. Sasa mimi na mambo mawili. Nilikuwa nasikiliza ndugu Bundala anazungumzia kuhusiana na masuala ya sustainability. Ameelezea, lakini mimi nataka tujitazame sasa sisi kama asasi za kiraia katika hususan katika utekelezaji wa hii development vision ambayo nadhani itazinduliwa muda sio mrefu je, tunajipanga vipi kutekeleza au kusimamia utekelezaji? Mara nyingine huko nyuma na mimi nimekuwa mmojawapo wa waliowahi kufanya hivyo tayari, tunajipambanua kutekeleza mpango hii ya maendeleo lakini hatuna pesa. Tunaandika proposal, katika kuandika proposal pale tunasema kwamba mradi huu unajialaini na mpango wa maendeleo, ni kwamba kwa sababu unataka umguse yule mfadhili akupe pesa. Ukweli kwamba wewe mwenyewe hauna hata pesa za kusimamia utekelezaji au za kutekeleza hiyo. Sasa kwa kipindi hichi ambapo tumetengeneza hii development vision, tumejikuta kwenye kipindi cha sintofahamu ambacho napenda kutumia neno la Dr. Tenga, crossroads. Hatuwezi kusema tunajipanga kutekeleza wakati sisi wenyewe hatupo kwenye position ya kutekeleza mikakati yetu ambao tunayo. Tutabaki tunaandika zile proposals zetu afu tunasema tumejialign, wakati ukweli ni kwamba hatuko kwenye hiyo nafasi. Mimi natamani kama ambavyo tunakusanyika hivi kama asasi za kiraia, basi development vision hii na sisi tujipambanue kutengeneza nafasi yetu ya pamoja, kama ni mkakati wa pamoja wa kutengeneza uhimilivu wa sekta, ili basi na sisi tuwe na bajeti kabisa za kutekeleza hii development vision. Kwa sababu hii ni document ambayo tumeambiwa na Nuru kwamba ni yetu wote, lakini ukweli ni kwamba inakuwa owned na serikali. Serikali wataweka budget ya kutekeleza kwa hivyo vipindi vya miaka mitano. Sisi tuna bajeti, tunakuwa tunatekelezaje? Na kwa kipindi hichi ambacho tunapitia na huenda kikaendelea kuwa kirefu cha scramble hii ya kutokuwa na pesa za kutekeleza hayo mambo mazuri ambayo tunayatazamia kwamba tutayatekeleza kwa pamoja. Sasa je, tuangalie sasa kwamba tunajipangaje kuweka mkakati wa pamoja kusaidiana. Tunazungumza vipi kwa mfano na private sector? Private sector tunawaona wako wamoja Vodacom nani, lakini kama Azaki tumesha kuwa na meaningful conversation na private sector kuhusiana na mkakati wa pamoja wa maendeleo. Tumesha kuwa na conversation ya pamoja na development partners. Tumeona hapa Vivek kwa mfano kama jana ametupresentia yale mapendekezo ya OECD DAC. Tunayafahamu, tunaweza tukafanya nao conversation, tukawaambia sisi tunatamani nini kutoka kwenu. Tuna hiyo nguvu, tunaweza tukakaa pamoja. Kwa hiyo ili tuweze kupata nguvu ya kutekeleza huu mpango wa nini wa maendeleo ambao kimsingi tuko nao. Lakini kingine cha mwisho ni kuhusiana na nafasi yetu sasa kama asasi za kiraia katika utekelezaji wa hayo malengo ambayo yako hapo. Ni ukweli kwa sasa tuko kwenye nafasi ya kusimama. Nafasi yetu ni nini? Ukweli tunazungumza kitu cha ukweli au tunasema tu? Tuko paralyzed. Ukweli ni kwamba civil society organization tuko paralyzed. Tunaweza kusimamia utekelezaji wa hiyo? Tukarealize kweli hayo malengo yaliyoko hapo? Au tunasema kwa sababu tu ni wadau tumehusishwa kwenye uandaaji wa huo mpango ambao kimsingi
unaenda kutekelezwa. Sasa nadhani ni muhimu kuangalia namna ya kuclaim sasa our space kama civil society. Je, tuna play role ya watchdog, tuna play role ya development partners, tuna play role ya kukaa kwenye sekta kama tumeajiriwa, au tuna play role gani? Kwa sababu tunaweza tukasema kwamba bwana, hii sekta sisi tumeajiriwa tu, tunafanya kazi afu tunarudi nyumbani. Je, are we there for the cause? Ni jambo la kujiuliza kama ni ukweli tuna mpango wa kusimama na kutekeleza huu mpango ambao kimsingi tunautazamia. Ni mpango mzuri. Kwa mfano kama ukisoma kwenye sehemu ya sekta binafsi na masuala ya uwekezaji, wameelezea vizuri sana, na huenda ile sekta ikapendelewa sana. Sasa ndio wakati wetu wa kufanya nao kazi. Tunaweza tukawa na meaningful conversation na private sector kuona namna gani tunaweza kufanya kazi kwa pamoja. Asante. Nashukuru sana. Asante sana. Swali lako tumelisikia, Justice atalijibu. Lakini pia wazungumzaji wangu wataongezea. Naomba wakati tunaendelea kusikiliza maoni yenu, studio tusaidieni kuproject ile QR code ya ile Google Form ambayo kila mmoja wetu atapaswa awe anajibu yale maswali ambayo yapo kwenye Google Form, ili kusudi uweze kupata uhalali sasa rasmi. Yale aliyokuwa anayazungumza hapa kaka yetu Bwire utayaweka vizuri pale, ili tuweze kuwa na muendelezo, ili session hii isiishie hapa, bali iwe na uendelevu wa miaka 25 ijayo. Ndio imeanza leo, lakini inakwenda mpaka 2050. Basi hiyo QR code ukiona ukubaoni, tafadhali scan kwa simu yako, alafu uweze kuanza kujibu hayo maswali. Na ukikwama, nyosha mkono, studio watakuona, watakuja wakusaidie ili wahakikishe unaipata hiyo fomu, hata kama itakuwa ni kwa kukutumia kwenye WhatsApp wao wenyewe. Asante Bwire, naomba nipate mikono mingine. Yeah, niko hapa. Wapi? Hapa. Okay, karibu sana. Kwanza nipongeze kwa serikali yetu kuweza kutoa fursa ya kuwa na wawakilishi wetu ninyi ambao mmekuwa pamoja na timu nzima ya kutengeneza hii dira ya ifikapo 2050. Na swali langu linahusiana na mkakati gani sasa, kama nilivyosikia hivi karibuni pengine itazinduliwa rasmi. Sisi Azaki tunajipangaje, pathways to progress tunapotoka hapa, ili tuweze kujibu haya mambo? Kwa sababu kwa mtazamo wangu nimekuwepo kwenye ili eneo zaidi ya miaka 30 sasa la Azaki. Nimekuja kugundua kwamba as a result of our interventions and initiatives, tunao watu wengi sasa hivi ambao wamefanikiwa sana katika hii nchi, ambao ni matokeo ya kazi tulizozifanya kama CSOs. Mpaka lini tutaendelea kutegemea kaka zetu na dada zetu huko juu wenzetu kuja kufinance hizi kazi? Mimi nafikiri katika mikakati tunayotakiwa kuja nayo sasa ni kutake in stock, tuwatafute wako wapi beneficiaries wetu, ambao wengine sasa hivi ni wafanyabiashara wakubwa, wengine wana nafasi kubwa za maamuzi, ambao wamepita kwenye program zetu vijijini na kila mahali ambapo tumefanya kazi miaka yote hii, ili kusudi tuweze kuja kuwa na symposium ya hawa alumni. Wako tunawafahamu wengi, kila taasisi ukiambiwa take stock of beneficiaries ambao sasa hivi wana transform spheres of influence ni wengi. Why don't we take our own products? Tuanze kufikiri sasa, waanze kutupa akili ya kufikiri how do we also finance our own development activities. Ikiwezekana siku moja tuwe na Tanzania International Development Agency kama USAID, kama wao walianzisha USAID, why don't we have ours? Tukawa katika kila bidhaa asilimia fulani inaenda kwenye huo mfuko TIDA. That's according to me, Tanzania International Development Agency, ambao tutaweza kusaidia hata nchi za majirani, tutaweza kusaidia hata wakati wa maafa. We don't need
kwa prime minister kila wakati kuitisha tume, kuanzisha task force. Why? Mimi nafikiri kama Zaki tutoke na kitu hapa, pengine itengenezwe team ambayo itakaa tutafsiri kimatendo, in action. How are we going to translate this vision into reality? Asante. Tida. Usisahau hilo neno. Asante sana, umetutafakarisha. This is a disruptive thinking. Thank you. Naomba nipate mkono mwingine. Mpatie. Karibu. To me nilikuwa nafikiri kwa sisi pia Zaki inabidi tujitafakari, kwa sababu tukiongelea vision ya 2025 ni kitu cha muda mrefu. Kwa hiyo most of the time ukitembelea Zaki hasa hizi ndogo, ile strategic planning tu yenyewe wanakuwa hana. So how do you evaluate yourself kwamba you are the part of the big thing while you yourself you don't have that like 5 years plan? Kuna kitu ambacho tunafanya kazi like because like Donna ndo anataka, lakini tunasahau ule uzalendo kwamba I have to do this for my country, not like sawa Donna ana zake, lakini kuna the way ambapo unaweza ukafanya kazi ukamit zile Donna criteria anazozitaka, lakini pia ukaleta maendeleo kwenye sehemu unaofanyia kazi. So I think for us we tunatakiwa tukae tena chini tuangalie namna gani kwamba we as asasi tunafanya kazi sawa sawa na kile ambacho ipo katika system nzima ya serikali. Vision ya kwetu sawa, wewe unaiona na tukikupima wewe leo tunakuja tunakufanyia evaluation, je ni kweli uko ndani ya vision? So I think this is my thought kwamba let's go back again, alafu tujitafakari kuanzia sisi chini kama Azaki, kama we want to own that vision iwe sehemu ya kazi tunazofanya kila siku. Asante sana. Mikono miwili ya mwisho. Ninaona mkono umenyoshwa kule pale nyuma kabisa, umevaa kofia. Na mwingine pelekewa microphone. Haya, tumsikilize kwanza huyo. Asante. Mimi siko mbali sana na waliotoka kusema. Tunaangalia visions za dunia, afu ndo tunashuka kwenye vision ya Tanzania. Kwa hiyo hata kama sisi CSOs tunafanya funders and donors watakuja kufanyia kazi vision yetu, sio sisi kufanyia kazi vision yao. Yaani kwa nini kuna siku tustoke kazi vision yetu iende kwenye vision ya dunia, lakini sio vision ya dunia kuja kwenye vision ya Tanzania? Na ndo hapo ambapo nafikiri tunafeli, kwa sababu kuna visions zingine sio sisi. Tulikuwa tunalalamika ways back, tunasema malezi na makuzi, tunarithi masuala mengine ambayo sio culture yetu na vitu kama hivyo. Yalitokaje yakashuka? Kwa sababu hata kwenye implementation tunasema global goals zinashuka kwenye Tanzania goals. Sasa how come wakati hata tuna design our interventions, tuna design our programs, zikaanza kwanza kuifikiria vision ya Tanzania 2050 and then iwe in alignment with hizo global goals, lakini mtu akiwa anakuja kufund, let's first angalie our vision, not the global vision, because we also have our own vision. Tuanze kuifikia hiyo vision with interventions specific to fit the needs of Tanzania. Most of the time watu wengi sana hata wakija culture, not every culture is bad. Asubuhi tulikuwa tunaongea masuala ya mtoto wa kike kurudi shuleni, sawa? One of the things that we hata kwenye ile vision hatukuangalia ni kwamba how are we going to manifest ile our communal. Sisi tunaishi communally, si ndio? Mama anamlea mtoto mjukuu na hiyo. Kwa nini hatuja invest kwenye hiyo kwa wale watoto ambao wamejifungua mapema? Tuka invest kuelimisha jamii, na kwa sababu tunaishi kwenye ile communal village, inasaidiana kuleana, which is a good culture. So hata tunavyoangalia our vision ya 2050,
nafikiri hata wanaokuja chini tuambie this is what Tanzania wants to do by 2025, and then we're gonna come to the SDGs, but also we want to see hizi za Tanzania zina manifest first. Asante sana, nashukuru. Basi naomba tupata majibu, maana sioni mkono mwingine. Okay, sawa. Okay, you please. Then tutarudi hapa na mwisho sisi kusaidia. Meanwhile, kabla hujaanza kuongea, naomba tafadhali Ashas tusaidieni kupita kwenye rows, muhakikishe kila mmoja amefanikiwa kuipata ile Google form ya aliyekwama, muweze kumsupport ili aweze kujibu yale maswali, kwa sababu ndio yatatupa uendelevu. Asante. Karibu, uendelee kaka. Asante sana. Kwa jina naitwa Tobias Mesanga na tokea Jukwaa la Katiba Tanzania. Mimi mchango wangu nataka kusema kwamba ukitazama dira kwa kweli inavutia sana. Na unajivunia kama kweli kitu hiki tulichonacho kitekelezwa, basi tutafika mahali mpaka hiyo 2050. Lakini ukitazama kwenye taifa letu haiko sawa sawa, yani mfumo mzima wa maadili, ile integrity inatupa shida sana. Kwa hiyo mimi binafsi kwa mtazamo wangu, ili dira itekelezwe vizuri tuhitaji nyenzo ambayo ni imara katika kutekeleza hiyo dira. Na hiyo nyenzo si nyingine, ni katiba bora. Na wote tumekiri, ulimuuliza swali pale dada Nuru kwamba tumekuwa na upotevu wa rasilimali. Na dira ukitazama kwa vyote vinahitaji rasilimali ambapo tunahitaji. Lakini kwa mazingira tulionayo ya ubadhirifu, upotevu wa fedha, wizi, kama nilivyosema kwamba kuna anguko kubwa sana la maadili kila sehemu. Kwa hiyo lakini hii inatokana kwamba hatuna mifumo ambazo zinaweza kusimamia yale ambayo tunakubaliana kama taifa yalete matokeo. Kwa namna yote ile, kwa namna kama trend letu linavyoenda, ni kama dira jinsi inaweza, tukitaka ifike kule tunakotaka ifike, basi tunahitaji nyenzo ambayo ni katiba imara ambayo itatusaidia kusimika mifumo ya wajibikaji imara ili mwisho wa siku tufikie malengo. Na pamoja na uzuri wote uliosema Nuru amesema kwenye ndoto zake anaona mlima Kilimanjaro, madini na vitu vingine. Lakini niwaambie, ushahidi wa dunia unaonyesha bila uongozi bora vyote hivyo kubakia kuwa hewa tu, vinaweza kuwepo tu. Ndio maana baadhi ya mataifa ambayo rasilimali chache tu au hata rasilimali za shida, lakini yamepiga hatua kubwa sana kwa sababu ya uongozi bora. Kwa hiyo nimalize kwa kusema, mimi kama mdau wa katiba, tunahitaji katiba mpya ili iwe nyenzo ya kusimamia dira ya 2050. Asante. Asante Anastasia. Nataka tu kukandamizia ile habari ya kila mtu hapa ameongea mambo mengi na jinsi ambavyo pointing outside kila wakati kwamba serikali haijafanya hiki, donors wamefanya hiki, nani wamefanya hiki, lakini hebu tujiangalie sisi wenyewe kama Azaki. Na ninafikiri kama tunavyoenda kuianza hii journey ya utekelezaji wa hii dira mpya, let's look inside within. Kama unajifanyia tuna shida gani kama Azaki? I think priority number 1, number 2 and number 3 ni kubuild capacity na kustrengthen capacity ya civil societies kwanza, ili ziweze kupanga mambo inside and outside, zenyewe ndani kutengeleza programs zao, kumanage finances na kutengeleza programs, kumanage finances na kufanya yote wanayotakiwa kufanya. Lakini kama tunasema okay, tunataka kushiriki serikali, tunataka tuhakikishe serikali isituache nyuma kwenye utekelezaji na kadhalika na kadhalika, we mwenyewe unasema the roles of functions ni kwenda kumonitor government performance, mwenyewe ndani uko so weak, huwezi kujisimamia ndani. Na we are not blaming for that. Nasema to prioritize kujijengea capacity. Huwezi kufanya chochote na hakuna mtu atakaye kuthamini, hakuna mtu atakaye kuona we ni relevant kama you are not adding value kwenye huo mchakato. Kwa hiyo jenga capacity ndani, to prioritize, tutafute resources vyote vile, tujijenge kwanza capacity. Competitive ndio utaweza ku add value outside. Asante sana mama, asante sana. Jamani nakuja kwenu. You have a minute.
maswali na mmalizie hoja zenu. Tunaanza na Nuru, kisha tutakuja kwa kaka Bundala, tunamalizia kwa Ilunde, alafu nitamsamo ni mtu mmoja hivi, nitamstukiza. Karibu Nuru. Nimependelewa, nadhani nitajibu maswali kadhaa kwa umoja. Tukianza na kaka Deo aliuliza, je, Tanzania tunaweza kusimamia utekelezaji? Nadhani inatakiwa tuhame kwenye mentality kwamba sio hatuwezi. Tunaweza kabisa. Na tunaweza kabisa kama tukiamua, kama tukibadilisha hiyo mindset yetu na tukateki actions, kwa sababu mara nyingi kinachotufelisha sisi tunakuwa tuna mipango mizuri, changamoto inakuja kwenye utekelezaji. Lakini kama CSO tunahitaji umoja. Ndugu zangu na CSO tunakosa umoja, yani tumekuwa kama enzi zile ile rule divide and rule bado ipo sana, na tunakosa sauti moja, ndio maana mambo mengi hayawezekani. Lakini hilo linaenda moja kwa moja kwa babangu Mayala pale, alivyosema, na alikazia kwanza, alijibu kwamba tunaweza, na hiyo inawezekana kama tukiweza kusimamia rasilimali zetu vizuri, kwa sababu Tanzania sisi we are rich. Yani, we are rich. The problem is we are being improvised. Now we can't tap into our opportunities and resources. Na Tobias, ni kuhakikishia kwamba ukiangalia katika misingi kuu 6 ya dira hii, wa kwanza kabisa ni amani, usalama na utawala bora. Lakini sasa kama CSO tunatumia vipi hiyo misingi ku-influence hizo changes tunazotaka? Na msingi wa pili ni wajibikaji, haki na haki za binadamu. Na katika hiyo dira 2050 kufikiwa. How we tapping into those opportunities. Na dadangu kule nyuma alizungumzia swala la maadili. Ukisoma vizuri dira yetu, lengo namba 4 ni maadili na utamaduni kama sijakosea, na ukiangalia hapo imeonyesha vizuri sana ni kwa kiasi gani sisi kama Tanzania, yani we have our own way of solving our challenge. We have our own way of solving our challenge. Because we must appreciate kile tulichonacho na tukichukue vizuri, lakini vile sio kila kitu ambacho kinafanya kazi katika nchi fulani kitafanya kazi katika nchi fulani. Na kwa tafiti, kwa kipengele hicho tuliweza kuangalia nchi ambazo zilitumia tamaduni zao wakaziboresha na wako mbele, nchi kama China, kama Korea. Kwa hata sisi sasa CSO tuone ni fursa gani zilizoko hapo kuleta yale mambo ambayo tunaweza kubadilisha. Dakika moja moderator, kama utanipa nafasi, nitaka tu kuongezea ndugu zangu kwenye swala la opportunities. Kwa mfano sasa hivi tunasema climate justice is an economic justice. Yani dunia nzima huwezi kuleta mabadiliko ya kiuchumi kama hujazingatia mahitaji na mabadiliko ya tabia nchi, na lazima tuangalie hilo kama CSO. Sasa hivi kuna vitu vipi vinakuja, mfano swala la carbon credit and marketing. Tukisema kakangu aliuliza pale kitu kidogo tu, lakini ukweli ni kwamba bado uelewa wetu ni mdogo sana kwenye haya maswala, na tunaona Tanzania is rich ikija kwenye resources on carbon credits, lakini bado hatutajatumia fursa hizo. Ni wakati sasa wa kuangalia, kwa mfano tunapoona changamoto za kina mama, vijana, tuone ni kwa namna gani tunawekeza kabla hizi awareness kuhakikisha Tanzania na yenyewe inaingia katika mfumo huo wa carbon marketing na tuna tap into those opportunities. Lakini masuala ya compliance, ili tuweze kuhakikisha kama nchi tunakidhi vile vigezo, ili tusiweze kupoteza mapato mengi, kwa sababu hii miti ipo tu, kama we don't use them as resources itaendelea tu kunyonya hizo carbon and we won't anything. Ila bado uelewa wetu ni mdogo, na nakubaliana yule dada alisema tujijengee uwezo katika mambo ambayo yani mambo haya ambayo yanataka tujengee uwezo tuweze kusaidia wananchi kule vijijini, kusaidia mama, watoto na kwingine. Asante sana. Amina, asante sana. Gabriel, karibu. Asante sana. Dada Nuru nadhani ametoa ufafanuzi mzuri. Ndio. Na niendelee kujibu baadhi ya maswali ambayo naona naweza nikayajibu na kuyaweka vizuri. Na kimsingi katika maswali yote ambayo yameulizwa au michango yote na vile ambayo tumezungumza,
kwenye Dira 2050 kuna concept ambayo imekuwa enshrined ambayo tunaweza tukaita anchor institutions au kimsingi tuwe na mashirika ambayo yako imara, ambayo ni kama misingi ambayo mashirika mengine yanaweza yakategemea. Na tumesikia kutoka kwa Dr. Mayala hapo ametupa TIDA ambayo ni kitu kipi ambacho tunaweza tukakifanyia kazi. Na nadhani forum kama hii kama CSO week hii ndo nadhani ndo sehemu pekee ambayo tunaweza tukaungana kwa umoja wetu na tukaibua kitu kama hicho, tukatoka na kitu kama hicho ambacho tukawa na development agency yetu ambayo ni international lakini pia locally. Asubuhi wakati tulikuwa tuna session ya kuhusiana na tax na position ya CSO kwenye mambo ya tax, kuna kitu kimoja tulizungumzia kuhusiana na kwamba zile fedha zinazotoka kwa wafadhili ni hela za kodi za wananchi wao, zinapokuja huku zinapigwa kodi tena zinakuwa zinaleta maswali fulani. Hivyo basi tukajifunza kitu kimoja kwamba mataifa yaliyoendelea na sisi tunaelekea kwenda kwenye taifa ambalo limeendelea, kutoka kwenye uchumi wakati wa juu hadi nadhani huko mbele tutakuwa tulioendelea. Tunapaswa tufikirie namna gani ya sisi kuwa na maendeleo yetu ambayo yametokea kwetu, na kitu kama hicho TIDA itaweka platform ambayo serikali inaweza pia ikachangia. Kwa sisi kama CSO ndo nafasi au ndo opportunity kubwa, tupo kwenye position kubwa ya kuwa anchor institutions, kwamba tuwe mashirika ya msingi katika kutimiza dira. Na tukiwa hivyo, kwa maana kuna fursa zitajitokeza moja kwa moja. Mfano wa muhimu au mkubwa ni kwamba swala la monitoring na evaluation la hii dira iko wapi na iko kwa nani na nani ana wajibu huo. Lazima kama CSO tujiweke mbele, tusisubiriwe kuitwa, tuwe proactive rather than passive katika kufanya vitu kama hivyo na katika kujiweka katika hizo nafasi. Ina maana tuweze kumonitor na kuishauri serikali na kusema tumeshatimiza miaka 5, are we going to reach the vision that we want as a country, ile vision of a prosperous, just, inclusive and self-reliant nation and society ambayo tunai-envision. Hivyo basi tunapaswa kuwa na mitazamo hiyo na kujiposition. Kwa hiyo mazungumzo yote yanaturudia sisi kama CSO kujiposition katika kuleta prosperity katika nchi. Asante sana. Kabla Ilunde hajahitimisha, kuna ndugu zetu kutoka TAMISEMI hapa. Natamani kama hawatojali, watuambie tu uzoefu wao wa kufanya kazi na asasi za kiraia, especially katika kuboresha mfumo wa tathmini wa ONOD. Wanaonaje na wanatupimaje sisi wanazaki wakiangalia Vision 2050? Wanatuthibitishia kwamba tunaweza kushiriki kikamilifu katika ufuatiliaji, monitoring and evaluation ya dira kwa uzoefu wao kidogo tu. Kama wapo tafadhali naomba wapewe microphone. Yupo afadhali, nimemwona. Maana najua walikuwa na session nzuri. Kama wanaweza kutupatia microphone. Basi sogea tu hapa babangu, sogea. Kwa uzoefu wako wa kufanya kazi na sisi. Najua unatukubali, unasema Azaki wako vizuri, Azaki ni vicho kweli. Hebu tuambie, hatuwezi kweli kufanya monitoring and evaluation ya dira? Nashukuru, na kwa sababu ya muda naomba niende moja kwa moja kwenye point. Kiuhalisia kama serikali tunawashukuru sana CSOs kwa sababu mnafanya mengi. Na kusema kweli kama walivyotangulia kusema wenzangu, na imeandikwa kwenye vision, namna ya kuweza kufika ni kushirikiana. Moja hapo ya pila kama alivyoonyesha dada pale aliwasilisha, ilionekana kwamba ili tuweze kufanikiwa inabidi kushirikiana partners, lakini pia na jamii na serikali kwa pamoja. Kwa hiyo sisi kama alivyouliza swali ni kwamba kwa kushirikiana sisi tunaamini kwamba tunaweza kufika kwa kushirikiana. Na ni washukuru wote waliochangia. Tumekuwa mara nyingi kama mmevuna, mara nyingi hatuongei, sio kwa sababu hatuna la kuongea, lakini tunataka sana kusikiliza, na kila kipindi tumekuwa tukihudhuria ili kuchukua hizo pointi, kwa sababu tunaamini
kwa kushirikiana au mawazo chanya yanayotoka kwa wadau mbalimbali ndiyo yanayoweza kutusaidia kutufikisha katika maendeleo tunayohitaji katika miaka 25 ijayo katika dira ya 2020 2050. Asanteni sana. Asante sana. Makofi kwake. Najua anatuamini na anakubali kwamba tunaweza. Ilunde, tafadhali hitimisha. Asante. Kwanza nimshukuru sana kaka kutoka TAMISEMI, amesema tushirikiane. Ndio. Na mimi ndio nataka nimuombe kwa niaba yenu kwamba ile mifumo ya ushirikiano wairahisishe upande wa kwao ili iwe rahisi sisi kushirikiana nao. Sababu kuna masuala ya vibali na nini. Kwa hiyo kila mara inafika hatua unakuta kutoka juu mpaka kufika chini unagundua kama unahitaji kujihakikishia kwamba una nguvu za kusubiria. Lakini kwa kweli wakitusaidia kurahisisha, sisi wanaazaki tuko tayari kushirikiana. Amesikia. Ndio. Na mimi nilitaka niseme machache tu. Kwanza nianze na kaka Bwire. Kaka Bwire unajua kwa sababu anafanya shirika moja ambalo linatusaidia, amesikiliza mambo mengi, lakini nataka nimtoe hofu kwamba kwa kweli alichopendekeza tukae pamoja, tutengeneze mkakati ambao utatusaidia kwenye ustahimilivu, kwenye mipango ya muda mrefu, namna ya kufanikiwa. Najua kuna watu wakishajua mifereji ya mafanikio huwa wanajinyamaziaga peke yao, lakini kwa kweli inabidi mifereji hiyo na uimara huo tuwe tunashirikishana. Kwa hata namna hii ya kwenda mbele namna hii mimi nakubaliana naye, na ni pia nimkubaliane na kaka Tobias, tunahitaji mabadiliko ya katiba kwa sababu misingi 6 iliyotajwa ama msingi wa dira hii tulio nayo, moja inasema utawala. Wakati tunazungumza tuliandika utawala bora, labda hilo neno liliondoka tu mahali. Na sifa za utawala bora ni kuwa na mambo mengi tu, ikiwazi, uwajibikaji, ushirikishwaji, wananchi kutoa sauti zao na vitu kama hivyo. Kwa hiyo vikikaa vizuri tunaweza tukatengeneza vipengele ambao vinaleta ukinzani. Kwa watu wa asasi za kiraia, vijana wakilisho, kuona mtu mwenye ulemavu ama mwanamke kuwakilishwa bungeni kupitia kiti maalum. Kwa hiyo tukisharekebisha katiba kwa sheria ama kanuni, katiba ikirekebishwa utakuta tume 1000 hapa tunawachagua watu 5 4 wanaenda kutuwakilisha bungeni, na hiyo inaweza kufanyika kwa watu wenye ulemavu na kwa vijana wanaweza wakafanya hivyo. Kwa hiyo mifumo kama hii inataka tuendelee kuungana kufanya kazi pamoja. Nataka niwakumbushe dhamira ya hii dira ambayo imetengenezwa. Dhamira ni kuwa na nguvu kazi ambayo ina uweledi, iliyoelimika, ambayo pia ujuzi na yenye maono. Dira hii inawabeba sana vijana kwa sababu neno maono limetajwa mara nyingi sana. Neno teknolojia, mambo ya digitali yametajwa mara nyingi sana, na watu ambao wanaweza vitu hivi ni vijana. Biblia inasema wazee wataota ndoto, vijana watafanya nini? Wataona maono. Sasa hili si ni kwa ajili yenu vijana, simjipigie makofi. Kwa hiyo mimi nikafikiri kwamba tunao nafasi ya kufanya vizuri zaidi, na niwakumbushe tu ya kwamba sisi kama wanaazaki tunataka tujifunze namna ya kubadilika na kuwa flexible katika kuengage vya umma, mabunge, wizara, halmashauri, ngazi za kata. Tuweke mtindo ambao kila mara wakituona waone sisi twaweza kuleta mawazo, sio kila mara watuone kama hawa jamani wasumbufu. Sio, mnanielewa vizuri? Kwa hiyo tukijidiscipline vizuri tutakuwa na uwezo hata kuwasema kama wamekosea. Sababu moja ya kazi ya mwananchi, mabosi wa serikali ni sisi wapiga kura. Mwaka fulani niliingia kwenye tatizo mkutano kama huu, mtu mmoja akatoa sauti na mtu wa serikali kabisa akasema, jamani, unajua serikali ni kama mzazi. Alafu nikaambia, hivi kweli serikali ni mzazi au wananchi ndio wamezaa serikali? Nikaingia kwenye matatizo. Ilibidi niende kwenye ofisi ya kwenda kuomba msamaha, bwana mnisamehe, lakini nilitaka kumaanisha kwamba tunataka tuonyeshe tu kwamba serikali hutokana na wananchi, na wananchi wana mawazo mazuri na maono yanayoandikwa kwenye dira yametokana na sisi. Kwa hiyo ni muhimu tushirikishe asasi za kiraia, development partners, ili tuweze kusonga mbele miaka 25 ijayo tuwe bora kuliko hivi tunavyoonekana sasa hivi. Asante sana. Asante sana. Nashukuru, naomba makofi mengi kwa
ndugu zangu hawa, na kabla hawajaondoka, naomba nimchokoze kijana mmoja wapo ambaye yeye haoti ndoto, yeye anaona maono na anayatekeleza, na nina uhakika anaweza kutuzalishia TIDA Justice. Na kuchokoza, nisamehe. Naomba utuambie una yapi ya kusema. Naomba tumpigie makofi wakati anasogea. Unaweza tu kusimama hapa. Karibu sana. Asante Anastasia, sijui umetumia definition gani kuniita kijana, lakini nitakubali, naomba nikae. Nitakubali huu ujana. Wakati tuna present vision, dira yetu inasema nini, kuna neno ambalo tunalitumia, ambalo tumekuwa tukilitumia kwa muda mrefu, ambao nadhani ndio ndoto, ndio maono yetu, kuwa self reliant, kujitegemea. Haraka tu unakumbuka kwamba hata kwenye ujamaa haikuwa ujamaa tu, ilikuwa ni ujamaa na kujitegemea. Kwa hiyo hiki ni kitu ambacho tumeanza kukiota muda mrefu sana, tokea tumekuwa taifa Tanzania. Kwa hiyo swali la Kakadeo pale, contributions za Dr. Mayala zinafikirisha, kusema kweli zinafikirisha sana. Kama tunatamani kweli kuwa self reliant na tumeiweka tena, tumeweka kujitegemea kama moja ya maono yetu kwa mwaka 2050, tunafanyaje ili kweli tufike huko na tuepuke zile changamoto ambazo zilitufanya tusifikie hii self reliance in the past? Ni swali ambalo linafikirisha sana. Kitu kimoja muhimu, mimi nadhani na hii ndio inaweza kama mchango wetu mkubwa sana kama Azaki, kwa sababu serikali inaangalia zaidi sekta ama juhudi ambazo zinaenda kwenye kugenerate wealth na sio kudistribute wealth. Kwa sababu nadhani basic assumption ya serikali ni kwamba watakusanya kodi, wataitumia ile kodi kuidistribute kwa wananchi kupitia kujenga zahanati, kujenga mashule and all of that. Lakini sisi ndani yetu tuna uhisani mwingi sana. We have a lot of philanthropy in us, right? Lakini the form of philanthropy that we see in many cases is either one to one ama many to many, lakini in many cases uhisani wetu unaenda na unampa yule ambaye unamjua. Sasa tunafikaje kwenye sehemu ambayo mimi nikitengeneza utajiri sijali kwamba pesa zangu nazozitoa nikaenda kumpa mtu mwingine, huyo mtu namjua ama simjui? Nikienda kwenye supermarket nikakuta kikapu ambacho kimeweka kinataka nichangie kitu fulani, then I'm very happy to put money in that basket regardless of the fact that simjui mtu ambaye namchangia. Potential ya hii sekta ya uhisani ni kubwa sana, na tunachojua ni kwamba bila intervention yetu serikali haitafanya kazi ya kuiangalia vizuri sekta ya uhisani. Tuna wataalamu hapa, ningemchokoza Dr. Tenga, lakini anayeongoza Africa Philanthropy Network kuangalia, je, tunawezaje tukatengeneza frameworks ambazo zitasaidia philanthropy iwe moja ya pillars muhimu za maendeleo ya nchi yetu. That is the only way tunatoboa. That is the only way tunatoboa. Lazima sekta yetu ya uhisani wa ndani ikue. Sasa kikubwa ambacho nitahimiza sio tu group hili, lakini group lililo mbele yetu. Sijui kama kuna watu ambao wameanza kujaza hii dodoso mlioletewa, lakini we need to forge a movement. If we go back to Viveka discussion tuliyokuwa nayo jana, sawa, tutafanya kazi ya kudemand accountability kutoka kwa wale ambao wanatupa uhisani sasa hivi, na tunatarajia kwamba hiyo itatusaidia kuongeza fedha ambazo zinaingia katika nchi yetu kwa ajili ya kufanya maendeleo. Lakini huko tunakoenda, tunataka kuona kile kiwango cha fedha ambazo zinaingia kutoka nje zikipungua. Kwa hiyo wazo la Dr. Mayala ya kwamba siku moja tuwe na Tanzania International Development Agency amelisema kama utani, lakini tukikutana na Professor Kitila, one of the things we can tell him is kipimo cha kwamba kweli tumefikia sehemu ambayo tunajitegemea ni pale ambapo we have enough so that we can even give our neighbors. Hicho ndo kipimo. Tukifikia sehemu ambayo tunasema tumesha collect vya kutosha kiasi kwamba tunaweza tukaenda Malawi tukaangalia wanapata changamoto gani tukawapatia fedha, then tutakuwa tumefikia kwenye hiyo vision ya nchi ambayo inajitegemea, na labda hiyo vision pia itaongezeka. Sio tu nchi inayojitegemea, lakini nchi inayojitegemea na kusaidia wengine. Na Tanzania tunayo historia. Ukiangalia harakati za ukombozi wa nchi za Afrika Kusini, kazi ambayo tumefanya, kwa nini sio kwenye fedha pia? So na insist sana kwamba tunahitaji kufanya kazi ya kukuza sekta ya uhisani, sekta ya philanthropy. Kwa mlio kuwepo kwenye
strategy launch session yetu mwaka jana, sisi kama FCS tuliangalia, okay, tuna vision ya muda mrefu, what are the drivers, enablers of long term change. Tuliongea kuhusu data and evidence, tukaongea kuhusu global engagement, lakini pia tukaongea kuhusu philanthropy sector growth, kwa sababu tulishaanza kurealize kwamba hatuwezi kuendelea kutegemea wahisani kutoka nje. Kwa hiyo lazima tuikuze hii sector ambayo itatusaidia sisi wenyewe kufaidi. Na hilo litakuwa neno langu la mwisho kwamba mimi FCS, DEO, LHRC, World Vision, kila mtu akifanya kazi ya kuikuza sekta ya uhisani so that private sector companies zinatoa their fair share kwenye shughuli za maendeleo and what not, beneficiaries atakuwa ni sisi wenyewe ambao tunafanya kazi kama chombo, kama nyenzo ya kufikisha maendeleo kwa wananchi ambao tunawakilisha. So all in all, dada Anastasia na kikosi kazi chetu ambacho kwa kweli kimetusaidia kujiendesha vizuri kwenye hii fursa nyeti sana ambayo tumepewa. Miaka 25 iliyopita sidhani kama hili lingewezekana, kwa sababu ungeenda kwa dada Anastasia hapa wote ukahoji wana vigezo gani vya kuandika dira ya nchi, eti wana vigezo gani? They are not Dr. Professor Anastasia Rugaba na Gabriel Bundala, but wameandika dira ya nchi. So hii fursa ni nyeti sana, so tunataka kuendelea kuitumia na kuitumia vizuri. Kwa hiyo wakati unafunga, naamini utatusaidia kujua ni jinsi gani tunaweza tukajiorganize ili nguvu yetu, sauti yetu kwa pamoja itusaidie kuendelea na hii michakato ambayo ita define maendeleo ya nchi huko tunakoenda. Asanteni na hongereni sana. Naomba njoeni na nyie mkae hapa, tukae tu hapo wote, maana hayo mambo nyeti sana, lazima tuyape heshima yake. Wakati tunahitimisha na tunachukua picha ya pamoja, naomba niseme kwamba hiyo fomu ambayo tumekupatieni muweze kuijaza ni fomu ambayo itatusaidia kuforge movement. Naamini mkiijaza vizuri kwa kuongozwa na FCS, tutaweza kuangalia namna gani we can convene again, hata kama sio kwa physical, lakini tutaconvene again ili kuweza kuona sasa tunapeleka jambo hili kwenye next step kwa namna gani. Najua tutaendelea kushiriki kwenye uzinduzi wa dira, lakini pia uzinduzi wa long term perspective plan, na utekelezaji wake vile vile unatutegemea. Kimsingi tushaambiwa ya kwamba kazi kwetu. Kwa hiyo kweli kazi kwetu, fursa tunayo, tusipoteze. Asanteni sana, naomba mtupigie makofi mengi wakati tuna pause kwa ajili ya picha. Asante sana, naomba nirudishe kwa Taji na timu yake. Sisi tumemaliza. Shukran. Gezi wa TIDA, sogea basi. Maana wakati inaanza wewe utakuwa bado kijana. Sisi nafikiri tutakuwa tushaanza kuitwa bibi. Kabisa, asante sana. Asante sana dada Anastasia kwa session moja ya kibabe sana. Nadhani kwa namna ambavyo ilivyokuwa nzuri, sidhani kama watu wali notice kwamba hii session imeenda kwa masaa mawili. And I think it has posed a lot of critical questions ambazo nadhani kwa namna moja tunaweza tusiwe na majibu sasa hivi yote. Kwa hiyo tunashukuru kwanza kwa panelists, mama tunashukuru kwa kutupatia very critical analysis, lakini pia kwa the panelists na moderator kwa kuweza pia kuchagiza mazungumzo ambayo yameweza kutufungua akili zetu, kwa sababu kama tunavyosema pathway to progress inahitaji mikakati. Mnaweza mkatengeneza njia, lakini kama mikakati haipo, maanake hatuwezi kufika. Kwa hiyo kuna maswali ya msingi. Kuna jambo kubwa ambalo pia limependekezwa, hilo la TIDA, kwamba je, tunaweza kutengeneza TIDA yetu ili ikaanza kuwa sehemu ya kuwezesha harakati zetu, kwa sababu tunajua kabisa kwamba the funding landscape is changing rapidly. Kwa hiyo wanasema usipojiandaa unaweza kukuta kwamba basi linaanza likakupita. Kwa hiyo
it's good mazungumzo haya yakaendelea, yasiishie hapa, ili tuweze kwenda mbele. Sasa kuelekea sasa katika sehemu ya mwisho, kwa siku ya leo tumefikia mwisho wa session yetu. Naomba karatasi iko hapo. Tumefikia mwisho wa siku yetu ya leo, na kuna matangazo machache ambayo tunataka tupeane, tukijua kwamba kesho ni siku ya mwisho. Kwa hiyo tunatumai kwamba tutaweza kuja na kujipanga tumalize kwa nguvu kabisa. Sasa tangazo la kwanza, wenzetu timu ya media kulikuwa na lens ya kamera ya Lumix ambayo kuna mdau ambao aliomba aweze kuitumia kuweza kufanya coverage. Sasa imekuwa misplaced. Kwa hiyo in case katika zunguka yako umekutana na hii lens, ni lens ya 50 mm ina brand ya Lumix. Kwa hiyo kama umeiona, basi tunakuomba sana uweze kuileta hapa mbele ili tuweze kuwakabidhi timu yetu ya media. Wamefanya kazi nzuri sana wiki nzima. Kwa hiyo tujitahidi wasiondoke na hasara. Jitahidi sana tuwasaidie, kama hii imeonekana sema basi tuweze kuipata, na imepatikana. Tupige makofi jamani. Asante sana. Asante, tunashukuru. Hilo tangazo lishapatiwa ufumbuzi. Tangazo la pili, tumeombwa na mwenyekiti wa Umoja wa Wanaume Tanzania, ndugu Cloud Benedict Kimu, anaomba kuona vijana ambao wako hapa ambao wanatoka katika vyuo mbalimbali. Wamesema kwamba kuna outreach ambayo inaendelea vioni ajili ya ku raise awareness juu ya jumuiya hii, na kwa kuwa watafika katika vyuo vyenu, basi aliomba kwamba muweze kuzungumza kidogo, muweze kujipanga juu ya namna ya kufika huko. Na lingine, kwa siku ya kesho, sasa kesho ni siku nzuri na itakuwa ni siku